الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu kina mama, tunashukuru tumekutana leo kwa ajili ya kujibu maswali yenu ambayo mliyauliza. Ilikuwa kama maswali 13. Maswali muhimu ambayo ni maswali ambayo yanawakilisha maswali ya wanawake wengi ambao hawajapata fursa labda ya kuwepo katika darasa ambalo mimi nipo. Kwa inshallah nitayajibu kwa ufafanuzi kidogo pamoja na ushahidi wa aya na hadithi, lakini vile vile ushauri na saha tutakuwa tunapeana kwa yale ambayo mmeyauliza, ili nyinyi muweze kufaidika na ndugu zetu ambao wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii. Inawezekana wanapatwa na kesi kama hizo. Uzoefu wangu unaonyesha wanawake wengi sana wana Kiswahili sahihi wanasema wanaugulia matatizo. Yaani wana matatizo kwenye majumba yao lakini hawajui watamjia nani. Kwa hiyo analala huku akilia, anaamka asubuhi anaona kabisa maisha yote, yani milango yote imefungwa, maisha anaangalia kwa miwani nyeusi, na saa nyingine inampelekea mpaka kupata maradhi ya saikolojia ambayo yanapelekea katika maradhi mengine, sukari, pressure, wengine wanapatwa na stroke. Na mtu akipatwa na stroke manake tayari ameshakuwa mlemavu. Lakini ukiangalia sababu kubwa kwa sababu ya kitu ambacho wanaita overthinking, yani mtu anakuwa muda wake mwingi sana anafikiria kuhusu maisha. Na haya ni maradhi mabaya sana ya kisaikolojia. Sasa tiba ya maradhi haya ni kuzungumza. Tiba moja wapo. Lakini tiba nyingine ni kujitambua, kutambua matatizo ambayo unayapitia. Ima unaweza kuyakubali yale matatizo ukaishi nayo, sawa au ukayakataa ukaamua usiishi na matatizo, tafuta maisha mengine. Hizo ndio tiba mbili. Na zote mbili Kiislamu zinakubalika. Ndio maana Uislamu umehimiza sana swala la subira. Kusubiri. Lakini vile vile subira ina mipaka. Ndio maana Uislamu kaweka njia ya kutoka inapokuwa subira imewashinda. Hasa katika maisha ya ndoa, njia ya kutoka ni talaka, ambayo baadhi ya wanachuoni wanasema ni halali inayochukiza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna wakati mwingine talaka ilikuwa ni wajibu. Usipodai talaka, usipoomba talaka unapata dhambi. Unaelewa? Pale ambapo kuishi kwako katika ndoa hiyo kutokupelekea kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa vitu vyote katika Uislamu viko nisbi. Uislamu haujambana mwanamke wa Kiislamu, haujambana Muislamu. Umempa haki zake zote kamili. Hizo ni kwamba wanawake wengi hawajui haki zao, wanaume wengi hawajui haki za wanawake. Mashehe wengi kama sisi tunashiriki kukandamiza haki za wanawake. Wazazi wengi wanaishi katika mila na desturi. Unakuta huyu binti anashindwa akimbilie wapi. Yeye hajui haki yake. Mume wake ndo hajui kabisa. Sawa Haya, anadhulumika. Sehemu rahisi ya kukimbilia ni kwa wazazi wake. Enda kwa wazazi wake wanamfukuza. Kama wapo hai wanamfukuza, hebu rudi kwako usitetee matatizo. Tumekulea sisi wewe na nyumba yako, hataki matatizo. Akienda kwa viongozi wa dini na mashehe, nao wanampiga cross. Sawa Anampiga cross, wanamletea aya na hadithi. Anaishi katika yale madhila ni huyu mwanamke. Na hakuna mtu anaweza kuishi kitu kama yule ambaye anakiishi kile kitu. Ndio maana katika Uislamu kuna aina mbili za huruma. Hata Mwenyezi Mungu amesifika nazo. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sawa Ar-Rahman maana yake ana huruma kwa viumbe wake wote. Ar-Rahim maana yake ni ile huruma ndogo ndogo. Yaani huruma ndogo ndogo imetafsiriwa kama empathy. Kizungu wanasema kuna sympathy na empathy. Sympathy ni ukimwona mtu mwenye matatizo, hata matatizo ya ndoa, labda ukanihadithia mimi, na huzunika yani. Pole sana kwa kusuba. Lakini fanya chochote. Empathy, mimi navaa viatu vyako. Yaani naishi yale maisha ambayo wewe unayaishi. Pale ndo nitaishi maamuzi nitakayatoa na ushauri nitakaokupa, nitakupa ushauri wa uhakika kwa sababu nitakuwa nimevaa viatu vyako. Kwa hiyo Uislamu unahimiza sana katika swala hili la pili la empathy. Jamaa likazungumzia hata katika masuala ya mayatima, wale ambao wanatelekeza mayatima,
Kuna kuonea huruma mayatima, lakini kuna kuishi maisha ya yatima. Kuishi maisha ya yatima, yani utajikuta tu unamchukua yatima na kivaa viatu vyake. Lakini kama ni huruma, kila mtu anayo. Maskini yatima au maskini yatima, alafu unaondoka zako huyo, unashika 50 zako. Hiyo ni huruma ya kawaida. Elewa. Kwa hiyo mtu mwenye matatizo ni yule ambaye anaishi yale matatizo. Ili uweze kutafuta ufumbuzi wa matatizo hayo, lazima uvae viatu vyake. Jitahidi kuvaa viatu vyake. Huyu anaishi katika mazingira ya aina gani? Wachache ambao wanaweza kufanya kitu kama hivyo. Ni sifa alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuanze na maswali. Swali la kwanza, kama nimekosea katika maswali mtaniambia. Mwanaume hatoi matumizi kwa familia yake, pamoja na hali mbaya ya kiuchumi, lakini anamwachia mkewe majukumu yote ya familia. Na kama anatoa, basi anatoa kidogo. Nimeunganisha katika maswali mawili matatu kuja pamoja. Kama anatoa, basi anatoa kidogo. Na mwingine anasema ukihitaji niombe. Sawa, mimi sina shida ya kutoa. Usiponiomba sikupi. Ukihitaji wewe niambie, baba fulani nahitaji kitu fulani. Hapa. Fulani nahitaji kitu fulani. Hapa. Lakini wewe ukikausha na mimi nafanya nini? Nakausha. Nadhani ndio ilikuwa maswali yaliyokuja. Sawa. Majibu yake sasa. Kwanza tunawaambia wanaume wa aina hii ambao wameulizwa swali limeulizwa na kina mama hapa. Wasiotoa matumizi. Tuko wengi kusema kweli. Ngine tuna nafuu tu kidogo. Sawa. Tunawaambia wanaume wa aina hii kwamba hii aya ambayo wanaume wengi wanapenda kuitumia iliyopo katika surati Nisa. Hii aya ipo katika sura yenu hii inaitwa sura ya wanawake. Hakuna sura ya wanaume kwenye Qur'an. Angalieni Mwenyezi Mungu alivyowapendelea. Sura ya wanawake, surati Nisa. Na mnatakiwa muisome sana hii sura kwa tafsiri na kwa mazingatio. Hapa sisi tuna tafsiri ya Qur'an inasomeshwa. Basi muombe msomeshe surati Nisa, muombe walimu wasomeshe surati Nur, muombe walimu wasomeshe surati Al-Ahzab. Hizi ni sura ambazo zinawahusu nyinyi kina mama na zitawasaidia sana katika maisha yenu ya kila siku. Surati Talaq, sura ya talaka, sura nyingine. Mwenyezi Mungu anasema ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Wanaume qawwamuna maana yake ni wasimamizi wa mambo ya wanawake. Kwa nini? Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu amefadhilisha baadhi yao kuwafadhilisha baadhi wengine kati ya wanaume na wanawake. Wa bima anfaqu min amwalihim. Na wamefadhilisha kwa sababu ya mali wanazozitoa. Ndio nafaka hiyo. Ndio matumizi. Kwa hiyo mwanamume amefadhilishwa juu ya mwanamke kwa hizi sifa mbili. Hizi fadhila mbili ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa. Sifa ya kwanza ya uongozi. Kwamba wewe utakuwa ni qawamu, msimamiaji wa mambo ya mwanamke, viongozi, mnashauriana, masuala ya maendeleo, masuala ya watoto, masuala almuhimu mambo yote yanayohusiana na familia, mwanamume anashauriana na mke wake. Mwisho wa siku rai ya mwisho inakuwa ni ya mwanamume. Kwamba kataa maoni yako خلاص. Rai yake itapita. Hii ndio maana ya uongozi. Usinganganie katika hilo jambo. Lakini sababu ya pili iliyofadhilishwa mwanamume ni kwa sababu maanfaqu min amwali, tangu anaanza kuoa ametoa mali zake. Ametoa mahari. Kweli au sio kweli? Ni mali ambayo ametoa, ni zawadi yako kweli amekupa, lakini ametoa mali. Na baada ya kuoa matumizi yote, gharama yote inatakiwa iwe kwa nani? Kwake. Kwa sababu amekutoa kwenu, ulikuwa unaishi katika nyumba kuta 4, ina sakafu na bati juu, na milango, na choo, sawa na kila kitu. Ulikuwa unakula mara 2, mara 3 kwa siku, ulikuwa unavaa, amekuchukua masuhulia, amehama kutoka kwa wako yamekuja kwake yeye. Kwa yale masuhulia alikuwa akibeba wazazi, wewe sasa hivi kama mume unatakiwa kuyabeba. Kwa hii ni haki ya mwanamume. Sasa wanaume wengi wanatumia rijal qawamuna 'ala nisa katika kulazimisha hoja zao. Sisi ndio viongozi bwana. Sisi ndio kauli ya mwisho bwana. Sisi yani anatumia hii aya kwa maslahi yake, lakini ukweli aya hii inambana yeye. Kama angeitafsiri vizuri au angeifahamu vizuri. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kwa maswali yaliyoulizwa kuwaelekezea maelekezo haya ndugu zangu waelewe kwamba wana majukumu hayo. Mwenyezi Mungu anasema katika sura At-Talaq, sura nyingine inaitwa sura ya talaka. Na inahusu familia hivyo hivyo. Amezungumzia anasema liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Atoe kila mwanamume kadri ya uwezo wake. Sawa, hapa sasa inampa mwanamume asiokuwa na uwezo mkubwa, atoe kadri ya uwezo wake, hajaambiwa wewe nenda kaibe liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, atoe kadri ya uwezo wake. Wa man qadira alayhi rizquhu, na yule ambaye riziki yake ni kidogo, yani kipato chake ni cha duni sana, falyunfiq mimma ataahu Allah, atoe kile ambacho Mwenyezi Mungu amempa. Sasa hapa naye narudi kwa wanawake, usiwaombe waume zenu mambo ambayo yako nje ya uwezo.
Unajua mume wako saa nyingine hata kama kakuficha mshahara, unaweza kukalia tukasema mshahara wake hauzidi 1,000,000 au 500,000. Na kwa maisha sasa hivi kama nitamuomba kila siku niachie matumizi 20,000. Sawa hapo kwa mwezi ni 6,000, hapo yeye hajafanya mambo yake, hajafanya kitu chochote. Kwa hiyo nisikupe nje ya pale. Kwa hiyo kadiria kipato cha mume wako, muombe kadri ya uwezo wake. Na inapendeza zaidi na inashauriwa zaidi kwa wanandoa kukaa na kuandaa bajeti yao ya mwezi. Yaani hata kama mwanamume ataficha kipato chake, hawezi kuambia chochote. Lakini sawa, wewe sema ulicho nacho. Sisi matumizi yetu haya hapa hayaepukiki. Chakula, sawa, umeme, maji, kodi ya nyumba, sijui ada za watoto wa shule, sijui na nini, hizi hapa. Na nini sisi sasa tunakabiliana vipi na hali kama hii? Ukipanga kwa pamoja, pale kila mtu atajua anabeba masuala aina gani. Kama mwanamke anasema mimi kazi yangu itakuwa ni kufanya budget kwenye chakula, sifanye israfu, sifanye nini, anakusaidia kwa upande huu. Kama mwanamke ambaye hana shughuli yote, ni vizuri, lakini inafahamika. Kwa hiyo ili sasa mwanamume atoe kile ambacho ana uwezo nacho, ni lazima mkae muandae budget ya pamoja. Pamoja kina mama. Kwa hiyo wanaume ni jukumu lao kuzisaidia familia zao na kuwahudumia wake zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ilikuwa ni dalili za Qur'an mbili zilizojitoa. Katika dalili za sunna, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Abu Daud, kafa bil mar'i ithman, inatosha mtu kupata madhambi, an yudayya man yaqut, kumpoteza yule anemlisha. Yani kumpoteza kwa maana kupoteza haki zake, asimlishe. Inamtosha huyu mtu kupata madhambi kwa hiyo tu pekee yake. Yani kukosa chakula siku ile na wewe una uwezo wa kuhudumia, kwa maana kwa mujibu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam umepata madhambi. Na anasema katika hadithi nyingine, wala hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna, ni juu yenu nyinyi wanaume kuhusu hao wanawake kwa ruzuku, yani ruzuku maana yake kuwapa chakula, wa kiswatuhunna, na kuwavisha, bil maarufi, kwa wema. Kumbuka kuna swali lilizwa, mwanamume anatoa hela tu ya chakula peke yake, hajui perfume mwanamke, poda ya mwanamke, sijui nguo zake za ndani, sijui kitu gani, hajui chochote kinachohusiana na mwanamke. Anahisi kwamba anawajibika peke yake kutoa chakula. Hapana. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiswatuhunna, na mavazi ya mwanamke yanatakiwa yatoke kwa mwanamume bil ma'ruf, kwa wema. Kwa wema maana yake usifanye israfu. Sawa? Sio kila kitenge kikitoka, kila nini kitoka unataka upate. Mume wako hana uwezo, anaweza kukuletea kitu cha haramu. Kwa hiyo maarufu maana yake kwa wema. Hii hadithi inatokea na Imam Muslim. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya na hadithi tumeona majukumu ya mwanamume kwa familia yake. Ni wajibu, ni lazima. Kusema wajibu katika Uislamu maana yake akiacha anapata dhambi. Swala la wajibu. Ni wajibu kwa mwanamume kuihudumia familia yake. Na swali likawa limeulizwa, mali, mwanamke ana mali, ana uwezo, anafanya kazi, na mume hatoi, analazimisha atoe katika mali yake. Je, hukumu ya Kiislamu ikoje hapa? Kwa sababu kuna mgogoro mkubwa sana kwenye jamii. Kuna malalamiko mengi sana. Na wanawake wengi wanalalamika kwamba mwanamke akishakuwa na kazi tu, mwanamume ananyanyua mikono yake. Na kila ikihitajika kitu anasema, toa kwenye hela zako, tuna hela, tuna kazi, tuna kipato. Akiingia tu kwenye biashara, jasiriamali, basi anatakiwa hela yote itoke kwenye biashara yake. Unaona, mwanamume anakimbia haya masuala. Kwa kigezo kwamba tunashirikiana bana katika Uislamu unasemaje? Uislamu unasema, Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema katika surati Nisa aya 32, lirijali nasibun mimma iktasabu, wanaume wana fungu lao katika ile mali waliochuma wao. Walinisai nasibun, na wanawake nao wana fungu lao mimma iktasabna, katika walichochuma. Kila mtu ana fungu lake. Sawa? Sasa wewe umechuma, mwanamume fungu lako lipo. Hilo fungu lako unawajibishwa na Uislamu ulitoe umhudumie mke wake. Lakini mwanamke ana fungu lake ambalo hawajibishwi na sheria kulitoa kukuhudumia wewe na familia yako. Hiyo haipo katika sheria ya Kiislamu. Wewe usichukulie fungu la mwanamke analolipata ni fungu lako wewe au fungu la familia, ni la kwake. Akiamua kulitoa yeye kwa khiari yake, kwa mapenzi yake, kwa huruma yake, hiyo ni swala lake la yeye mwenyewe. Yaani halazimishwi na sheria ya Kiislamu kutoa fungu. Unajua maneno haya yatawaudhi wanaume wengi sana, lakini hii ndio sheria. Umeelewa? Na hii ndio sheria. Mwanamke anamiliki kipato chake kikamilifu,
Hakuna anayeweza kuchukua kipato chake isipokuwa kwa ridhaa yake yeye mwenyewe. Hata ukienda kwenye mahakama yote duniani, labda mahakama za kitawuti, lakini mahakama yote duniani haitanyang'anya mwanamke haki yake. Na mwanamume akilazimisha kuchukua fedha za mke wake, anakuwa amefanya dhuluma. Na hiyo dhuluma labda wewe umsamehe, kama umsamehe atakuja kulipa siku ya Kiyama. Haitapita hivi kwa sababu huo ni wizi na hiyo ni dhuluma ya wazi wazi. Kama mwanamume kwa uwezo wake alionao ana uwezo wa kuchukua pesa zako kwa nguvu. Tunazo kesi nyingi ndugu zangu kina mama. Yaani kuna wanawake wengine anaweka akiba zao kwenye dhahabu. Pata hela yake dhahabu. Hiyo ni njia nzuri sana. Dhahabu. Pata hela yake dhahabu. Maana dhahabu haishuki bei mara nyingi, hapana. Dhahabu na ardhi haishuki bei. Kama unawekeze nunua ardhi au nunua dhahabu. Kuliko kuoneka benki sio nyingine kama unataka kuweka akiba yako. Wanawake wengi wanafanya hivyo. Tunazo kesi sisi za wanaume kuvunja masanduku ya wake zao. Nifika katika hali ngumu bana, mimi nadaiwa madeni, sina hivi na hivi, mambo hayaendi. Sawa ile tuuze ile dhahabu yako, sasa ndio akiba yangu, mume wangu mimi nahangaika nifanye hivi, akiba yangu wewe tafuta maeneo mengine, hapana. Anamgojea mke wake yupo, anaingia anavunja anachukua. Akija akaja agundue mwanamke mwezi mmoja umepita, wengine atasema tu nimeibiwa, jambazi kaingia au nimeuza. Fanya utakachofanya. Kama basi mwanamke analia kwa uchungu, aelewe kabisa mwanamume anafanya hivi, hiyo ni dhulma, wizi, atakuja kulipa siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu akipokea kitu chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yahillu malu mri'in, si halali mali ya Muislamu yote. Sawa? Mtu aichukue bitili nafsi minhu, isipokuwa kwa ridhaa yake yeye. Kwa hiyo ni jukumu lake kukubembeleza, kukulamba miguu mpaka umuone wewe sana. Wangu chukua basi. Atalipa wakati mwingine. Lakini juu yake sitakubali. Lakini akitumia nguvu ya aina yoyote, hila ya aina yoyote, hiyo kwa Mwenyezi Mungu inasajiliwa na inarekodiwa. Naelewa. Sasa kwa wanawake ambao labda wamefanyiwa hivi, mimi na saa zangu ni kuwasamehe wao mzee kama walishafanya dhulma za aina hii. Lakini kusema kweli ni dhulma. Na ukiendelea na kuingiza mume wako motoni, wallahi ataingia motoni. Kwa sababu gani? Yaani kwa Mwenyezi Mungu akipiti kitu bure bure, Mwenyezi Mungu ni mwadilifu, amejisifu yeye mwenyewe kama ni mwadilifu. Na amezungumza katika hadithi Qudsi kwamba enyi waja wangu, mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Yaani Mwenyezi Mungu hana halali na haramu. Huwezi kumpangia Mwenyezi Mungu fanya hivi fanya hivi. Lakini anasema mimi kwangu dhulma ni haramu. Yeye Mwenyezi Mungu amejiharamishia mwenyewe, yani dhulma ni haramu. Kwa hiyo akasema fala tadhalamu, basi msidhulumiane. Kwa hiyo kwa mwanamume wa aina hii na dhulma ya aina hii, yani moto wa jahannam uko mbele yake moja kwa moja. Sababu hata aombe tauba kiasi gani, hata swali usiku kucha, wallahi kama wewe hujamsamehe hasamehewi na Mwenyezi Mungu. Sasa hii peke yake inakupa faraja wewe mwanamke wa Kiislamu kwamba haki yako haijapotea. Sawa, na haki iko kwa Mwenyezi Mungu, sio hapa duniani. Hapa duniani ni ujanja tu umekithiri. Wewe inakupa faraja kwamba mimi mume wangu kanidhulumu, hasbi Allahu namshtakia Mwenyezi Mungu, najiacha kwa Mwenyezi Mungu. Alafu kisha kwa Mwenyezi Mungu jisahau kabisa. Lisiendelee kukula katika nafsi yako, likakusononesha, likakuhuzunisha, likakufikirisha, likakufanya ushindwe kufanya biashara zako na kazi zako, utakuwa bado hujalikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ukilikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, ina maana tayari umelifuta, umemwachia Mwenyezi Mungu atalipa. Lao kama utamsamehe msamehe basi, lakini usimsimange. Sawa? Mwache mwenyewe ajirekebishe, arudi katika mstari. Kwa hiyo kuna njia mbili hizo. Liache Mwenyezi Mungu alishughulikie au msamehe. Katika swali hilo limechukua muda mrefu, kwa hiyo kuna maswali kama matatu. Kuna wanaume wengine wasema mimi ndio nilomruhusu ufanye kazi, hivyo nina haki na mimi vile vile, sababu nilikuwa na uwezo kumzuia. Sawa? Nimemoa, naweza kumwambia mke wangu mimi nimekuoa, uje ukae, tulee watoto wangu, kale nyumba yangu. Mambo ya kazi mimi siyafahamu. Sheria unatakiwa umtii mume wako. Lakini sasa mimi nimekuruhusu. Mke wangu sawa, najua umesoma, una ujuzi, najua una biashara, endelea na biashara yako. Mimi nikupa. Sasa kuna wengine wanadai kwamba hii ruhusa iliyotolewa ndio kigezo cha kusema kwamba ufanyaji wa kazi unaofanya lazima urudishe kwangu vile vile. Sawa? Hapa nimewasikia baadhi ya mashehe wakizungumza. Of course tabani mashehe wakubwa, mmoja Misri nimesikia akizungumza kwamba mwanamke anatakiwa arudishe percentage fulani nyumbani. Sawa? Lakini maneno haya hayana ushahidi.
wa Qur'ani wala ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni maneno ni ijtihadi za baadhi ya mashekhe katika dunia tulionayo sasa hivi ili kumsaidia mwanamume baadhi ya majukumu yake. Inawezekana ushekhe ni mwanamume vile vile. Na ameona sasa awasaidie wanaume wenzake kidogo, mambo yanakuwa sio magumu, mambo mazito, na wanawake sasa hivi wanapendelewa mikopo, fursa 50-50 na nini. Kwa hiyo wanakuwa na kipato, kile kipato kama mume kakiruhusu, na Rama ananiangalia sana. Tutawakilisha wanaume wenyewe katika maswali yako. Kwa hiyo lazima tutoe kidogo tuwape wake zetu. Lakini kusema kweli kuhusu mke wako kufanya kazi sio kigezo cha uwekezaji. Yaani yule mwanamke hummiliki wewe kiasi cha kwamba akitoka nje kufanya kazi basi anachokipata na wewe nawe ukipata. Na sasa utakuwa ni aina fulani ya utumwa mamboleo. Sio kigezo cha uwekezaji. Wala sio ushirika kama tunashirikiana katika jambo hili. Wewe mwanamume bado mzigo ni wa kwako. Hivi ni swala la kifamilia kwa ujumla. Kwa hakuna dalili ya Qur'ani wala Sunna inayozungumzia kwamba mwanamke wa lazima atoe percentage nyumbani. Na kama mwanamume atalazimisha, anaingia katika dhulma ile ile. Atakuwa anakula mali yako kwa njia ya dhulma. Kama wewe mwenyewe hujaridhika, atakuwa anakula mali yako kwa njia ya dhulma, na Mwenyezi Mungu amekataza, amesema kwenye Qur'an, wala taakulu amwalakum bainakum bil batil, wala msiliane mali zenu baina yenu nyinyi kwa njia ya batili. Hiyo itakuwa ni njia ya batili kufanya hivyo. Sasa wakati gani mume anaweza kupata sehemu ya mke ya pato lake? Ni wakati gani? Ya kwanza wanachuoni wamesema ni kwa ridhaa ya mwanamke mwenyewe. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mwanamume hapa ana jukumu kubwa la kumkinaisha mke wake kuhusiana na hali ya kiuchumi aliyonayo. Na wanawake wameumbwa kwa maumbile ya rehma, wana huruma, hisia zao ziko karibu zaidi, wana mapenzi makubwa kuliko wanaume, wana uelewa mkubwa. Jukumu la mwanamume kumkinaisha mke wake kuhusiana na hali walionayo nyumbani. Mama fulani hali yangu sio nzuri. Kama unavyojua sasa hivi ajira zimekuwa ngumu, sina ajira au biashara zinakwenda vibaya, na kuomba unisaidie. Nisaidie katika swala la watoto labda. Au mtoto mmoja au watoto wawili, labda wasichana labda walipia ada za shule wewe mwenyewe. Mimi nitawalipia watoto wa kiume. Au wewe chukua swala la umeme na maji, mimi nitachukua chakula. Sawa? Lakini lazima kubembeleze kwa lugha kuonyesha kwamba si haki yako wewe, isipokuwa naomba nisaidie. Kwa hiyo hapo sasa mwanamke kwa hiari yake atasema bila shaka yote mume wangu baba fulani alhamdulillah hawa na watoto wote sawa, mimi nitamlipia fulani na fulani ada, wewe endelea na majukumu. Kwa njia hii mwanamume anaweza kupata haki ya kusaidiwa kutoka kwa nani? Kwa mke wake. Njia ya kwanza. Njia ya pili, kwa makubaliano au ushirikiano wa biashara. Na hii ni njia nzuri sana, na mimi ningependa kuwanasihi wanaume wengi watumie njia hii. Inawezekana mwanamke ana ujuzi wa biashara lakini hana mtaji. Sawa, kwa naambia mke wangu mimi najua una ujuzi wa biashara, unaweza kuuza perfume, unaweza kuuza majilbabu, unaweza ukauza nguo za kina mama, sio na nini, mimi nakutafutia milioni 5 hii hapa. Au milioni 10. Katika hii biashara utakayofanya, sawa, mimi mtaji, hela tunazozipata zote kwa pamoja tunagawana kwa kiasi fulani. Kwa njia hiyo sasa inakuwa mke amefanya kazi na hela imerudi wapi? Nyumbani. Hiyo ni njia ya partnership katika Uislamu. Inakubalika. Yeye anatoa jasho lake na uzoefu wake, wewe umetoa mtaji wako. Lakini wote ni familia moja. Njia hii inasaidia sana kufanya familia iende. Lakini njia ya kusema mwanamke ametoa mtaji wake wa pesa, labda hata amekopa au sijui nini, alafu ametoa na nguvu zake, alafu wewe unamlazimisha kutoa mtaji wake na nguvu zake akusaidie mwanamume, hiyo inakuwa ni dhulma. Njia sahihi, tafuta mtaji, mpe mke wako, fungulie kioski, fungulie kitu chochote, fungulie biashara. Umeelewana? Au labda yupo nyumbani, hana ajira aina yote, ukafight kutafuta ajira. Kwa maana ya kwamba mke wangu nakutafutia ajira kwa udi na uvumba. Ukipata hii ajira, ukisaidie katika majukumu ya nyumbani. Kwa hiyo kuna mkataba hapo tayari upo. Kwa mimi nimeangalia kukutafutia ili tusaidiane katika masuala nyumbani. Haya makubaliano yanakuja mwanzo kabisa. Kwa hapo kwa njia hizo mbili inawezekana. Na kuna mkataba wa wazi kabisa. Kwa hiyo inakuwa ni sharaka, inakuwa ni biashara. Je, mume anaweza kumzuia mke kufanya kazi ile hoja iliyotolewa mwanzo? Sawa? Jibu ni ndio. Anaweza,
Wakati gani anaweza? Inapokidhi majukumu ya malezi nyumbani. Sawa? Naathiri majukumu ya malezi, yani wote tunatoka kuanzia asubuhi mpaka saa 4 usiku. Watoto wanaharibikiwa, wanaelewa mtaani. Mama akasema, mke wangu, mimi naona jukumu lako kubwa wewe ni hapa nyumbani sasa. Mimi mambo yote ya nyumbani nitayamaliza, hata hizo shida zako ndogo ndogo za hela unazopata kujinunulia wewe mwenyewe, si kufanya shughuli zako, kufanya vitu vingine, nitajaribu kuzikava. Na kama mwanamume una uwezo, kwa sababu mshahara unapata huko kazini, mimi nitakulipa nyumbani. Unaelewa? Inawezekana ikawa hivyo. Kwa hiyo kwa hali hiyo mwanamume pale anakuwa na haki ya kuzuia mke wake kufanya kazi. Lakini na hapa sasa inakuja haki za wanawake. Wakati mara nyingi wa ndoa, wanawake wengi wanakuwa hawajui haki zao. Mwanamume anakwenda kumuoa binti, amaliza chuo kikuu, mtoto wake aendelee na masomo, mtoto zake ajiriwe, labda apate kazi, labda ataka kuwasaidia wazazi wake, labda hali zao ni ngumu. Anakuja kuolewa, nakubali kuolewa, anakwenda kwenye ndoa yake, lakini katika ile ndoa hakuweka sharti lolote. Haya, anakuwa anapoteza haki zake kama. Lakini mathalan akisema sawa, nimekubali kuolewa, lakini na masharti yangu mawili. Vipi? Mimi niendelee na kusoma, niruhusu niendelee kusoma, na niruhusu kufanya kazi na masomo niliyosoma. Anasemaje? Nauza masomo gani? Nimekubali. Sawa? Wafanye pale. Tayari ndio inafundishwa kwa masharti yake. Kwa hiyo hapa mwanamume hawezi kumzuia mke wake kufanya kazi, hawezi kumzuia mke wake kusoma, kwa sababu ilikuwa ni sharti katika masharti ya nini? Ya ndoa. Sasa kwa sababu mara nyingi hichi hakifanyiki, mwanamume anachukulia haki yake, rijal qawwamuna 'ala nisa, na mara nyingi hawazuii wanawake zao kufanya kazi kwa sababu labda hana yani anaona kwamba mjitosheleza. Wanaume wengi wako hivyo. Anamzuia mwanamke asifanye kazi kwa sababu kwanza wivu. Na ya kwanza inaongeza ni wivu. Kule kuna mkusanyiko wa watu na hivi na nini. Lakini ya pili, anahisi kwamba mwanamke kuwa na pesa anakuwa na kibri. Sawa, kwa sababu mimi nazo na niza kwangu vile vile, unipa ndanunua na mimi kwa pesa zangu. Hii ni sababu ya pili ambayo inasababisha. Sababu ya tatu inakuja hiyo ya malezi, nyumbani hakuna mtu, nyumba inakaa ovyo, sababu ya tatu. Lakini hizi mbili zinatangulia mwanzo. Kwa hiyo mwanamume anaweza akamzuia mke wake kufanya kazi kwa sharti waliopeana katika mwanzo wa ndoa, lakini akahisi kwamba malezi ya watoto wao yanakwenda sio pazuri. Kwa hiyo ilikuwa ni swali la kwanza ambalo ligawanyika katika vipengele zaidi ya vitatu. Nimejaribu kulijibu na mengine nimeyafupisha. Swali la pili, kama aliuliza maswali hujaridhika utauliza baadaye. Swali la pili, kwa mwanamume ana mke zaidi ya mmoja, lakini kwa wiki analala kwa mmoja siku moja tu, zilizobaki zote kwa mwingine. Siku 6 zote analala kwa mwingine. Sawa? Anauliza hii ikoje? Sababu hii ni dhulma. Hii ni dhulma ya wazi kabisa ambayo huyu mwanamume anaifanya kwa mke wake. Sharti la ndoa ya mke zaidi ya mmoja au kigezo kilichowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kipo ndani ya Qur'an. Sura ya Nisa aya 3. Mwenyezi Mungu asema, in khiftum an la ta'dilu wahida. Enyi wanaume ambao mnataka kuoa mke zaidi ya mmoja, mkihofia, mfankihu ma taba lakum minan nisa, wenye wanawake mnaopendezewa nao, mathna wa thulatha wa rubaa. Sawa, wawili, watatu, wanne. Lakini ikaekwa sharti, in khiftum, kama mtaogopea, sio mkajua mkaogopea tu kwamba naweza nisifanye uadilifu, alla ta'dilu, kwamba hamtofanya uadilifu, fawahida, basi wewe ni nani? Mwanamke mmoja. Sasa haya wanaume wengi tunaisoma mwanzo wake, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa, lakini hatuendelee huko mbele kwa sababu inatubana huko mbele. Tunaishia katika ile ruhusa tuliopewa, lakini ruhusa imepewa kwa masharti na vigezo. Masharti na vigezo na masharti kufanya nini? Kuzingatiwa. Wahida ni mwanamke mmoja tu, anatakiwa mtu ambaye anaogopea kutofanya uadilifu. Labda ujiamini sana kwamba mimi nitafanya uadilifu, sina ujiamini kabisa nitafanya uadilifu. Kwa hiyo hapo unaambia sasa, kama unajiamini ongeza, lakini kama hujiamini usiongeze, kwa sababu itakuja kuwa mzigo kwako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hiyo ndoa ya mke zaidi ya mmoja inaruhusiwa. Swala la malazi ni swala la uadilifu. Hili halichukui kigezo chochote, yani ukishaoa mke zaidi ya mmoja lazima unapanga zamu kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zamu kwa maana kwa huyu utakuwa siku ngapi, kwa huyu utakuwa kama ni siku moja, basi siku moja kwa huyu, siku moja kwa huyu. Hata huyu akiwa na watoto 20, huyu hana mtoto hata mmoja, zamu iko vile vile haibadiliki. Wanaume wengine wanatoa hoja kwamba kule kuna watoto wengi, sawa sasa mimi nakaa siku 2 siku 3 kutatua matatizo yao, usifanye hivi. Kwani hata mtoto huna, lakini siku moja tu inakutosha wewe kukaa tukaongea. Hata hiyo ni haki ya Mwenyezi Mungu. Haihusiana na watoto kabisa, inahusiana na wake uliowaoa. Kwa hiyo hata akiwa na watoto wangapi, siku moja siku moja, siku moja siku moja, sawa. Wengine labda wewe unakaa mbali sana, nataka nije huko, nauli shilingi ngapi sijui, wewe nikija mara moja inatosha, kila siku nikiwa nakuja huko. Sasa ulioa ya nini sasa? Usingeoa. Sawa, hawezi kubeba huyu mzigo wako ambao wewe mwenyewe ulisababisha, otherwise yeye mwenyewe akuruhusu kuja kuona huko mbele. Kwa hiyo hilo swala ni dhulma na mwanamume anafanya dhulma. Na mimi niwahusie kina mama ambao mko hapa na mnanisikiliza, msiwaruhusu waume zenu walale kwenu siku ambazo sio zamu zenu. Zamu zinafahamika kwamba mume wangu mimi namtarajia siku fulani, amekuja siku ile, matarajio yangu ni kwamba atakaa na mimi hapa, ataondoka, akishakunywa chai asubuhi akienda kazini, harudi kwangu, atakwenda kwa mwenzangu. Lakini unashtukia jioni hapo, stories zinaendelea tu, vipi wewe fulani, wewe endelea, leo mimi nimeona acha nipumzike huko. Lazima uondoke kwangu, sikuruhusu. Lakini ukijiona wewe ni mjanja, umeshamcontrol kwa vyakula vyako, kwa mapokezi yako, sawa, basi ataendelea kubaki tu, sawa. Ukajiona umeshinda, unashirikiana naye kwenye madhambi. Na Mwenyezi Mungu anasema wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika mema na ucha Mungu. Wala taawanu, wala msaidiane ala al-ithmi wal udwan, kwa madhambi na kufanyana uadui. Sasa wewe unakuwa unamsaidia mume wako kufanya madhambi, unamsaidia kufanya uadui, na hili kosa wanalo wanawake wengi. Kwa nini mume alale katika nyumba yako siku 6 na unajua, kama hujui kaoa kisirisiri, hiyo ni dhambi yake. Lazima kila siku muulizie uko wapi, mpaka aseme nimeoa. Umeoa? Sasa ukuniambia, ungeniambia ningepanga vizuri. Lakini kama amesiri na wewe umesikia, lakini umejua ameoa, lakini umesikia kwa siri, usimwambie. Halale mchana tu aibie huko kwa huyo mke mwingine, sawa? Kwa sababu gani? Hajakueleza. Lakini madam amekueleza, unajua sasa hivi haki ya mwenzangu ipo, nitailinda hata kama sielewani naye, sipatani naye, ameniingilia kwenye ndoa yangu. Lakini madam ameoa kwa sunna ya Mwenyezi Mungu, ameoa kisheria, mimi na haki ya kumsaidia mume wangu asipate dhambi katika hili. Kwa hiyo ninachokifanya mimi namfukuza. Unaelewa? Namfukuza asikae kwa, lakini akilala kwako la kwa nguvu. Sawa? Ale kwa nguvu, kitu kingine utajua utakachokifanya. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, man kana lahu imra'atan, yeyote yule ambaye ana wake wawili, famala ila ihdahuma, akaegemea kwa mmoja wao katika matumizi ya haki, na jaa yauma alqiyama wa shiqquhu ma'i, atakuja siku ya kiyama kama vile mtu ambaye ameparalyze, anakuja anatembea hivi pande mmoja ume. Kwa siku ya kiyama watoto watajulikana, huyu jamaa sawa ile tu anapotembea. Mwenyezi Mungu atunusuru, manake sio kazi nyepesi yani. Kwa mtu mwenye mke zaidi ya mmoja ni kazi nzito sana. Sasa huyu ambaye amefanya hivi kwa makusudi, manake ni wazi dhahiri kwamba hukumu itampata. Waalaikum salaam. Hilo swali lilikuwa ni dhulma, kinyume cha sheria. Lakini mwanamume anaweza kufanya hivyo kwa ridhaa ya mke wake, kama mke ameridhia kwa hiari kabisa. Mume wangu, labda kwa sababu anazijua yeye mwenyewe, Allahu a'lam, sababu gani siwezi kuitaja, kwamba mimi nimekuruhusu kakae wiki nzima kwa mzangu, ili tujulie hali ya matumizi na kila kitu. Elewa, akiridhia mwenyewe huyo mwanamke, huyo mwanamume hana madhambi yote.
Kwa hiyo idhini umepewa wewe ya kumruhusu, sababu labda ya ugonjwa, sababu ya safari mathalan, labda wewe unataka kuja kujalia watoto nasafiri, labda naenda kukaa wiki nzima likizo au nini, wangu nasafiri basi kwa wenzangu zote. Ruhusa inaweza ikatolewa, lakini kama kuna watoto inabidi aje kuangalia watoto au hali maalum, lakini huo sio mfumo wa kudumu. Na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa na wake wengi na tunajua kwamba alikuwa akigawa zile siku kwa uadilifu kabisa. Na alikuwa akisema maneno haya, Allahumma hadha qismi fima amlik, ya Mwenyezi Mungu, huu ndo mgao wangu kwa kile ambacho naweza nikakimiliki. Fala talumni fima la amlik, usinilaumu kwa kile ambacho sikimiliki. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa alikuwa anafanya uadilifu katika kila kitu, chakula, muda wa kukaa, siku za kulala, lakini kuna vitu vingine alikuwa haviko katika uwezo wake. Mapenzi mathalan, hapo katika uwezo wake, sawa? Huwezi kusema kwamba 100% huko mapenzi na huko 100%, haiwezekani. Au 50% 50%. Kila mtu ana daraja yake tofauti. Na Mtume alikuwa hafichi, alikuwa akizungumzia anampenda nani? Aisha, si ndio? Anazungumza mbele ya wake zake, mbele ya wanani, anampenda Aisha. Haina maana kama alikuwa akiwachukia wanawake wengine, lakini alikuwa anawapenda kwa sifa zao nyingine ambazo alikuwa nazo. Akitaka ushauri, akitaka maneno yenye busara, mambo yakiwa ni jinga, akimbilia kwa busara, mambo ya busara. Sawa, kama una uwezo usioe. Na ukioa mke mmoja, umepata uwezo wa kuoa mke mmoja, huna uwezo wa kuongeza mke wa pili, usioe. Huo ndio Uislamu unazungumzia hivyo. Na la sharti la pili ni uadilifu. Una uwezo kila kitu wa kuongeza, uadilifu upo, kuhakikisha kwamba unagawa siku, matumizi na kila kitu kwa usawa. Ili hivyo ndio vigezo ambavyo vimewekwa ndani tukufu ya Uislamu. Sasa baadhi ya wanaume hawakubali nasaha. Swala la 3, la 4, kushauriwa na wake zao pale wanapokosea, wakiambiwa wanahisi kama wanawake wanataka kuwapangia, kuwa control. Hawasikilizi na hawakubali nasaha. Sawa, baadhi ya wanaume, muuzaji ameuliza vizuri sana, baadhi sio wote. Uislamu unatuambia kwamba Waislamu tunataka tupeane nasaha. Nasaha si kwa ajili tu mwanamume kumpa mke wake, hata mwanamke anampa mumewe. Na kuna shahidi mwingi wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam za masahaba za wanawake kuwanasihi waume zao, sawa, na kuwapa waadhi vile vile. Na sengine mpaka kuwakaripia, kama kina Umar ibn Khattab walikaripiwa na wake zao. Unaona? Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ilifikia sema alikaripiwa na kina Hafsa. Yani maisha ya ndoa. Kwa hiyo kupeana nasaha na kukumbushana ni jambo la kawaida. Kwa kama mwanamume hataki kuambiwa kitu kama hichi, ina maana kwamba bado hajaufahamu Uislamu wake vizuri. Mwenyezi Mungu anasema fadhakir in nafa'ati dhikra. Toa ukumbusho pale ambapo ukumbusho una manufaa. Kwa hiyo ni kwa mwanamume na kwa mwanamke kukumbushana. Kwa hiyo kama mwanamume hataki kusikiliza, ndio tunawaambia sasa hivi kupitia majibu haya kwamba ni lazima wawape nafasi wake zao za kuwasikiliza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dinu nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Dini ni kupeana nasaha kati ya mume na mke. Kwa hiyo ni muhimu sana mwanamke kumpa nasaha mume wako, lakini chagua muda na wakati wa kumpa nasaha. Tafuta wakati mzuri. Si wakati ambao ana hasira na nini na wewe ukasema uchomeke pale pale, nasaha zitapita. Tafuta wakati mzuri, mpe nasaha, mfahamishe mume wako kuhusiana na yale ambayo unataka kumueleza. Hii itasaidia kuweza kumfikishia ujumbe ambao unakusudia kuufikisha kwake. Lakini wanaume wengi wanaokataa nasaha mara nyingi huwa wanachanganya uongozi, kiburi, yani ndio zinasababisha kwamba hii kiongozi siwezi kupewa, anataka kukontroliwa, mwanamke anataka kukontrol, anataka kukupandia kichwani. Yani kuna fikra ambazo wanaume wanamezeshwa za kuonyesha kwamba ukikaa kumsikiliza mke wako katika fikra zake na kuzitekeleza, amesha kukontrol wewe. Na hizi jamii nazungumzia, na hata ndugu wa karibu wanaweza kuwa wanazungumza kama mume ana tabia kumsikiliza sana mke wake, hata ndugu zake wanaweza kumshambulia kwamba huyu yeye anamsikiliza mke wake tu, hasikilizi mtu mwingine. Sasa unataka amsikilize nani sasa? Mke wake ndo anaishi naye kwenye chumba kimoja, kwenye kitanda kimoja, kwenye blanketi moja. Wamesifiwa na Mwenyezi Mungu kwamba ni mavazi, wao kwa wao ni vazi, wanastiriana. Lazima mume amsikilize mke wake. Kwa hiyo anapigwa vita mpaka na ndugu zake wa familia kwamba kwa nini anamsikiliza mke wake. Hii ipo katika jamii yetu. Unaona? Kwa hiyo wanaume wengi anapandikiziwa kichwani kwamba kumsikiliza mke wake na ushauri wake ni kukontroliwa. Na mara nyingi inajitokeza hapa inapokuwa mwanamke ana uwezo mkubwa wa kifikra kuliko mwanamume. Hapa kuna shida kubwa sana.
mwanamume anakuwa hajiamini. Kwa sababu mwanamume anajua kabisa kwamba mke wangu amenizidi. Sawa anazikataa zile nasaha kila kikapi bila sema subhanallah sawa lakini sasa nikizikubali tu basi nishaingia kwenye mtego. Kwa hiyo anakuja mkakamavu anazikataa. Sio anazikataa kwa sababu sio nzuri, anazikataa kwa sababu ya kutetea kile ambacho anakiona yeye ndio uongozi wake nyumbani. Haya ni makosa. Hata kama umezidiwa, kubali nimezidiwa kifikra. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikiza nasaha ya mama Ummu Salama, nasaha ilikuwa ya kuangamiza umma, nadhani nimeshaikuisikia. Watu wamekwenda umra, wamezuiliwa na mushrikina wasiingie. Na Mtume amewaahidi Waislamu tunakwenda kufanya umra. Kawaahidi. Waislamu wana hamu, wakaone ndugu zao wafanye ibada, miaka sijui mingapi hawajafanya. Lakini kufika pale wamezuiliwa bila sababu yote ya msingi, rudini tu, mtakuja mwakani. Waislamu wakagoma, sasa tuwezi kurudi bwana, kama vita itokee vita, si atuondoke hapa. Mtume anambia jamani turudini, kila mtu amegoma. Kaingia kwenye hema lake, mama Ummu Salama yuko ndani pale. Kaambia mke wangu umma umeangamia. Na waamrisha kwa mara ya kwanza hawanisikilizi. Akaambia wamezidiwa ya Rasulullah, wana mengi katika vifua vyao, wasamehe. Nenda wewe. Akaenda mwenyewe akamnyoa, maana kama vile ameshafanya umra yani. Akaenda nje katika hema lake, akachukua kisu na nini akaanza kumnyoa mume wake. Masahaba kuangalia kutoka Ummu Salama na mnyoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wakatoka. Na wenyewe wakaanza kunyoana wenyewe kwa wenyewe. Ushauri wa mwanamke. Sawa. Sasa ingekuwa Mtume amejiweka mimi ndio mtume, mimi ndio nini? Umeongeangamia kweli, lakini ameshauriwa na mke wake. Sasa wewe nani ambaye utaki kushauriwa na mke wako katika mambo ya khair? Sikilize. Ukiona kwamba jambo ambalo linaingia akilini mwambie, ili bwana hapana sio sawa sawa. Limeingia akilini chukue, lakini sikuingie kibri. Kwa sababu kibri ni moja katika makosa mabaya ambayo hatakiwi Muislamu yeyote kuwa nayo. Usimfanyie kibri mke wako. Swali la 5, mume hataki mume hataki mke wake kujistiri. Anaona kuvaa hijabu ni ushamba na umepitwa na wakati. Nifanye nini? Sawa Sasa hapa kosa liko kwako wewe, kwa nini ukubali kuolewa na mwanamume wa aina hiyo? Lazima tuchunguze sana wanaotaka kutuoa kina mama. Yaani ndio maana wanasema watu bora upate ajali ya gari kwa pinduka ukapata kilema cha mkono kuliko upate ajali ya ndoa. Yaani ukaolewa na mume wrong mume tuseme. Ajali yake utaishi nayo maisha yako yote. Kuna wakina mama leo wanaweza kuwa na miaka zaidi ya 55. Akikuhadithia kuanzia usichana wake mpaka sasa hivi ni maisha ya adhabu tu. Wewe utaweza kumshauri dai talaka? Utamshauri tu subiri upate pepo. Sawa Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana, kama sisi tumeshaingia katika hizo ndoa, imekuwa ni bahati mbaya, tusirudie hizo ndoa kwa mabinti zetu na vijana wetu wa kiume. Hakuna ajali mbaya kuliko kuoa au kuolewa na mwanamume au mwanamke ambaye hastahiki kuwa mume, hana dini kabisa. Hiyo ni ajali mbaya, itakukosti maisha yako yote. Okay, kuna mwingine kaolewa akiwa hana misingi ya dini. Naye alikuwa ni mtu wa dunia. Lakini baada ya kuolewa akapata hidayah, kamtambua Mwenyezi Mungu, afanye nini sasa? Pale ndio juhudi inatakiwa kubwa ifanyike ya kumlingania mume wake arudi katika mstari. Achukulie kwamba maisha yake yeye yote yawe ni maisha ya da'wa. Kwa maana akisha kwamba mume wake anamtoa katika hali aliyokuwa nayo kumrudisha katika dini. Hijabu ni fardh kwa mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo mwanamume anayekulazimisha kuvua hijabu anakuamrisha kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu ni hijabu ni aya katika surati Nur aya 31. Ni amri za Mwenyezi Mungu. Umeelewana Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi muumba. Huruhusiwi kumtii, ukimtii unapata dhambi. Kwa hiyo mke wangu mimi nataka usivae mahijabu, wanapokuja wageni wangu hapa uje hapa na nguo zako zinazokununulia kile kimini sijui kinini kile, anataka kuonyesha kama mapambo. Alafu akifika hapa wasalimie, wape vinywaji na nini. Anambia kabisa mume wangu mimi siwezi. Mimi ni mwanamke wa Kiislamu. Siwezi kuvaa mavazi unaniambia. Mimi nimeamrishwa nivae hijabu na nitavaa hijabu. Unakuwa na msimamo, unakuwa na hoja na uteteleke katika hoja zako. Imeshindikana kabisa, basi ni bora uteremkie kitu kinachofuata kuliko kuendelea na safari ndefu ambayo kurudi itakuwa ni ngumu.
Kama ndoa yenu bado ni ndogo, hiyo imekuwa ni ishara nzuri kabisa ya kuonyesha kwamba hii safari siwezi. Umeelewana? Toa maamuzi magumu. Kwa hiyo mke haruhusiwi kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kumtii mume wake. Natoa matumizi nyumbani kwangu ni sadaka kwa familia yangu. Sadaka hiyo mwanamume anaipata. Na hata mwanamke ukitoa kwa maana ya sadaka unaipata. Ukiwa unataka kumsaidia mume wako. Ukasema mimi na silazimishwi, ni ya kwangu. Lakini acha nitoe sadaka. Sadaka bora unataka kumpa mtu nje au mume wako, mpe mume wako. Kabidhi. Hiyo utaikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni sadaka ambayo umetoa. Kwa hiyo ni sadaka unaitoa. Lakini sadaka inafutika kama ni sadaka utakapokuwa na masimango na masimulizi. Kwa hiyo mwanamume ambaye anatoa matumizi nyumbani kwake kwa maana yale hiyo sadaka anaitoa, alafu baadaye akawa anaisimanga, ina maana ile fadhila inapotea. Kwa hiyo kulalamika sana haitakiwi, lakini kulalamika kwa maana ya matumizi makubwa yameongezeka, hii ni haki ya mume kama kiongozi katika bajeti ambayo tumepanga. Wote tunalalamika hicho kitu. Mimi singelalamika sana kuhusiana na luku. Sawa? Nimenunua juzi tu. Leo naambiwa imeisha. Kwa nini? Naanza kuhoji sasa, naanza kufikiria mpaka hata unaingia bafuni unatumia hita muda gani akiingia kuoga. Kwamba jamani hebu nione huruma basi. Sasa hiyo siwezi kusema kwamba ni masimango, hiyo ni aina fulani ya tarshidi infaqi wanasema, yani kuongoza watu katika matumizi. Yani lazima kuwepo na israfu isiwepo. Au jiko la mkaa linawashwa limejazwa mkaa, alafu linachemshiwa tu chai, alafu linaachwa mpaka linamalizika. Sasa kwa mwanamume asilamike, kwa nini asilamike? Kwa sababu anatoa. Umeelewana? Lakini isiwe ile ya kumpimia, yani ya kumpimia mwanamke. Kwa sababu kuna wanawake wanapimiwa, mimi nimepata cases nyingi sana. Kwa mwanamume anaondoka asubuhi, anamtolea kabisa kwenye nani pale nyanya 3, vitunguu na nini. Wallahi sio uongo yani. Na nini na kidani ya sukari na hivi vitu vingine vyote vinafungiwa kwenye kabati, nafungua na weka mfukoni. Yeye akija anataka chakula kiko tayari, ameshampimia. Sasa maisha gani hayo watu wanaishi? Maisha aina gani ya kutoaminiana? Mwanamke ataishi vipi katika hali kama hiyo? Hata baraka katika nyumba yenyewe inaondoka. Inaondoka kwa sababu inakuwa ni nyumba ya uchoyo. Muone vyakula vinapikwa kidogo, hata akija mgeni pale shida. Haya sio maisha ya Kiislamu. Hatutaki israfu wala hatutaki ubakhili upita kiasi. Kati kwa kati ndio Uislamu ambao unatakiwa uwe. Swala jingine, mwanamke kasilimu, hana elimu ya dini na kapata mume naye hana elimu ya dini. Inakuaje? Unawashauri nini hawa? Niulizwa. Tuelewe ndugu zangu kina mama kwamba kutafuta elimu ya dini ya tukufu ya Kiislamu ni faradhi. Na mimi niwapeni hongera sana kwa kutafuta elimu. Wallahi mnachokifanya ni kitu kikubwa. Wengi kama nyinyi hawana time hizo. Hawana muda huo. Wala hawataki kusoma dini. Wengi sana tunawafahamu. Na maisha yao wanaishi Mwenyezi Mungu anafahamu. Lakini nyinyi mmejitolea kwa maana ya kupata elimu ya dini, si ishie kwenu tu. Mwafundishe na familia zenu na muweze kuwalea watoto wenu na iwe ni mfano mzuri kwa wanawake wa Kiislamu. Kuelewa dini yako. Kwa hiyo kama umeolewa, wewe umesilimishwa, umekuwa Muislamu. Uislamu sio jina, ni mafundisho. Ni lazima usome. Mume wako naye amekuwa ni Muislamu lakini hana dini. Alhamdulillah, kaeni pamoja, tafuteni ustadhi awasomeshe. Kidogo kidogo tu kusoma Qur'ani, mnaanza vitu vya msingi, mnaanza nguzo za Uislamu na masharti yake, mnasoma. Kidogo kidogo katika mnachukua muda kwa siku labda saa moja masaa mawili. Kwa hiyo na saa ambazo unaweza kuzitoa mimi ni msome dini. Bila kusoma dini, kusema kweli, kila mnavyokuwa nyinyi ndiye hamsomi dini ndio faraka inazidi kuwa kubwa. Sawa, basi na chaki ningeonyesha. Wanachuoni wanasema hapa yuko Mwenyezi Mungu juu. Pembe tatu siko hivi. Allah yuko hapa. Kila mnavyomuendea Mwenyezi Mungu ndio mnavyokutana mbele. Kama ni mume na mke. Lakini kila mnavyokuwa mbali na Mwenyezi Mungu ndio mnakuwa mbali na mtaachana mpaka mwisho. Hamtakutana hata siku moja. Kwa hiyo kila mnavyofanya nyumba yako ikawa inamkumbuka Mwenyezi Mungu ndio mnavyokwenda pamoja na mume wako mpaka mnafika katika maelewano yaliokuwa mazuri. Kwa hiyo elimu ya dini ndio inakufikisha katika kumtambua Mwenyezi Mungu, kujua mipaka ya mume ni ipi, mipaka ya mke ni ipi. Swala lote linajitokeza katika nyumba, waulizeni mashehe muweze kupata fafanuzi. Swala jingine ambalo liliulizwa, mwanamume ni kiumbe wa aina gani? Kwa nini anapenda sana kunyenyekewa? Je, haya ndio maumbile yake? Swali kwa gumu, sawa Mwanaume ni kiumbe wa aina gani? Mwanaume ni mwanadamu kama wewe. Sawa Mwenyezi Mungu amemuumba Adam alayhi salam. Baada ya kumuumba Adam alayhi salam, akahisi yuko amweka katika bustani, ndio peponi, akamhisi unyonge, mpweke. Ana mawazo. Akamuumbia, akamtolea katika ubavu wake Hawa.
ambaye ni mke wake. Baada ya kukutana na mwanamume na mwanamke, Adam akachangamka. Sawa ule mambo ya kufikiria na nini. Kwa hiyo ni viumbe waliotoka katika nafsi moja. Na ni Qur'an inasema min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Kwa muombeeni kutoka katika nafsi hiyo wenza wenu. Kwa hiyo mwanamume na mwanamke wametokana na asli moja. Lakini maumbile yao yako tofauti. Ndio maana mwanamume akapewa uongozi. Kwa sababu kidogo amepewa ujasiri na uthubutu kuliko wanawake wengi. Kidogo amepewa ushujaa. Amepewa nguvu za kiwiliwili za mwili. Zote ni katika majukumu ya kulinda, kutetea familia yake, kumtetea mke wake. Huruma zake zimewekwa mbali zaidi. Anatumia zaidi akili kuliko kutumia hisia. Yote yanayozungumza kinyume chake ni mwanamke ndio yuko hivyo. Sawa maumbile yake sio mkakamavu sana. Anatumia sana hisia kuliko akili zake katika kufikiri, katika kuendea mambo. Huruma yake iko karibu zaidi. Maamuzi yake mepesi zaidi kuyatoa kuliko mwanamume. Kwa hiyo wametofautiana katika misingi kama hiyo. Kutokana na hayo, hizo tofauti ndio zimefanya hata tofauti zao katika tabia zao na mienendo yao. Sawa. Kwa hiyo mwanamume kwa nafasi ya uongozi ambayo ameumbiwa nayo na Allah Subhanahu wa Ta'ala, anapenda sana kuheshimiwa, anapenda sana kutiiwa. Hii ni nature, iko hivyo. Na ndio maana tukazungumzia katika darasa zingine zilizopita kwamba kitu cha mwanzo ambacho mwanamume anakihitaji kutoka kwa mke wake ni kuheshimiwa. Sio kitu kingine. Mpende unavyompenda, lakini kama umheshimu hujamfikia. Kuheshimiwa maana yake ni kumuonyesha kwamba wewe ndio mume wangu. Wewe ndio mwanamume katika hii nyumba. Wewe ndio, yani kumuonyesha hivyo. Sawa, anapenda sana kusifiwa. Kwa hiyo ni nature ambayo iko kwa wanaume. Tujaribu kuwapa hiyo haki yao hata kwa kiasi kidogo yani. Isikupelekee kumwasi Mwenyezi Mungu, lakini tambua kwamba huyu ni mume wangu, anastahili kuheshimiwa, anastahili mimi kumfanyia ambaye natakiwa nimfanyie, kumhudumia, sawa, kumtengea chakula sio utumwa, kumtayarishia chai sio utumwa, kumwekea nguo zake za anazokunazo kazini sio utumwa, kumsafishia chumba anacholala sio utumwa. Hii ni maumbile jinsi yalivyo. Na wanawake wengi wanaenjoy kufanya shughuli kama hizi, isipokuwa wale ambao wameathiriwa ubongo zao wakataka na wao wawe kama wanaume. Sasa hicho ni kitu kingine. Mwanamke ukitaka kuwa mwanamume, ahlan wa sahlan, karibu sana kwa wanaume huko. Sawa utafanya kazi tunavyofanya sisi, lakini utakuwa umejiondoa katika wanawake wako yani. Kitu ambacho sio sahihi. Mwanamke ameumbwa kulea na kutunza na kuangalia. Kwa hiyo wabaki katika hali ambayo anayo. Kwa hiyo mwanamume kusema kweli anapenda kunyenyekewa ni sahihi, lakini usimnyenyekee zaidi ya kumnyenyekea nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala, au kavunja sheria na haki za Kiislamu. Tumesoma hadithi nyingi huko nyuma. Swala anakaribia kuyamaliza. Nijibu kwa urefu. Mwanamume ana hasira sana, anampiga mke wake, anamtaka mke wake amfanyie kinyume cha maumbile. Anafanya biashara za riba, anamtumia mke wake kujipatia msaada. Yani kumpiga na kumdhulumu. Toba nani makosa makubwa sana. Sawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza amekataza mwanamume kumpiga mwanamke. Mtume anasema la tadribu ima Allah. Msiwapige waja wa Mwenyezi Mungu. Wanaume wengi wanakimbilia katika aya inasema wadribuhunna, wapigeni, lakini mbora wa kutafsiri Qur'an ni nani? Ni mimi au ni Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha anasema Mtume alikuwa ni Qur'an yamshi, alikuwa ni Qur'an yenye kutembea Mtume. Yani maneno yapo katika Qur'an yalikuwa na yatafsiri kivitendo. Sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia amepewa utume hata kabla hajapewa utume mpaka anafariki hajawahi kumpiga mwanamke. Hajawahi kumpiga mke wake aina yote. Haina maana walikuwa wanaishi maisha ya gombano, walikuwa wanakosana. Walikuwa wanahamana. Mtume alishawahama wake zake vitanda siku 29. Siku 29 alali nao. Sio siku chache hizo. Sawa? Maki ugomvi ulikuwa mkubwa. Lakini haijawahi kuthubutu hata siku moja. Na wale wengine walimkosea makosa makubwa, wengine walitoa siri kabisa za ndani alizowapa. Na Qur'ani imezungumzia. Lakini haikutokea kwamba akanyanyua mkono akampiga mke wake yote. Na ile aya ilikuwepo. Kama ilikuwa ni aya ambayo inahitaji kutafsirika kupiga, maana angeonyesha mfano yeye kwamba mmeambiwa mwapige wanawake, mnawapiga hivi. Sawa kama nilivyompiga mimi Aisha au Hafsa. Lakini hajaonyesha mfano huo. Dalili kwamba aya imekuja kama ni karipio. Sio amri ya mwanamume kuitekeleza kuifanyia hivyo.
Maulama wengine wakasema kuwapiga maana yake ni kuwatishia kuwapiga, kwa sababu kuna hadithi nyingine inasema ukiwapiga usimpige ukamuumiza. Yaani asisi maumivu aina yote. Sasa kuna pigo gani ambalo lina maumivu? Wengine wakasema unampiga na leso, sijui leso vile vile kachifu vile. Sawa eh? Yaani kachifu unampiga na hivi. Nimeharibu na mic ya watu. Sasa yeye ni kupiga hiyo. Au kachukua mtu ule mtu mnaolalia ule. Sawa, ukampiga na wewe umezidi sasa, umezidi sasa. Atafanya hivi kama umemuumiza hapo. Lakini atahisi kwamba mume wake afanya nini? Amekasirika mpaka amefikia sehemu ananipiga na mtu. Lakini sio mangumi, vifuti, mateke, ngwara, sijui kabari. Sawa eh? Hiyo haipo katika Uislamu, wala sio, hiyo ni madhambi na ni dhulma ambayo mwanamume anaifanya. Kwa hiyo mwanamume anayefanya hivi kusema kweli anafanya makosa makubwa, na mwanamke usikubali. Usikubali. Yaani katika mambo ambayo utakiwa kukubali ni mtu kukunyoshia mkono. Hana haki hiyo na wala asithubutu, na akithubutu hiyo ndio mwanzo na mwisho. Yaani usifanye kesi ikawa ndogo. Ifanye kesi iwe kubwa. Amenipiga. Yaani hakieleweki kitu pale mpaka aombe radhi. Na ahidi kwamba sitorudia tena. Sawa, ikuze hasa. Kwa sababu gani? Asirudie huko mbeleni. Maana nikasema kwamba wanawake wengi ambao kesi za kupigwa zimekuwa nyingi kwao ni kwa sababu wao maana sana linganisha alivyopigwa mwaka jana na sasa mimi zamani nilikuwa napigwa sana. Yaani sasa naona kwamba hii sasa hivi ni halali kwake kufanyiwa. Sio kweli. Hakuna kiumbe ana haki kwa kiumbe mwenzake kumfanyia kitu kama hicho. Kwa hiyo msikubali hizo haki zenu zikavunjwa, lazima mzisimamie. Kwa kuna maswali mengi. Lingine anasema kumwingilia mke wake kinyume na maumbile. Hii maswala yamekuwa kiulizwa sana. Sawa, kusema kweli yani Qur'an imeweka wazi maswala ya qaumi Lut. Ni mambo ambayo yamelaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anayefanya qaumi Lut amelaaniwa na hukumu yake ni kupigwa mpaka kuuawa. Anayefanya na anayefanyiwa kama anafanyiwa kwa kukubali kufanyiwa. Hukumu zao ni kupigwa mpaka kuuawa. Ni na laana ya Mwenyezi Mungu, maana unakuwa uko mbali na rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanamke hatakiwi kumtii mume wake katika hili. Hadithi iko wazi, nishawafundisha, nasema la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa eh? Hairuhusiwi kabisa kufanya jambo hili. Na wanaume wengi wanakuwa wenye maradhi haya, anataka amwambukize mke wake maradhi haya ili sasa awe mgonjwa kama yeye. Sasa huwezi kuishi na mwanamke mzima ambaye hakubaliana na hicho kitu. Sababu ataona maisha yake yote hayana ladha yote katika ile ndoa. Kwa atafanya juu chini hakikisha kama mwanamke wa aina hiyo anamkubalia ili awe mtumwa kwake. Na mwanamke akishamkubalia kufanya hivi, dhamira yake inaanza kumuuma. Anaanza kujisi amemwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakuwa hajithamini mbele ya jamii. Yaani anakuwa anajidharau mwenyewe, akijifikiria, akijiangalia kwenye kioo, akiangalia malezi yake, akiangalia ndugu zake, akiangalia kama kapata mabinti zake, akiangalia anajidharau kwamba mimi ndio yule ndio nafanya matendo kama haya. Kwa hiyo maisha yake yote yanakuwa ni huzuni juu ya huzuni. Kwa hiyo anakuwa mtumwa kwa sababu amesababishiwa na mtu. Kwa nini mtu akuharibie maisha yako? Sisi tumeelewana eh? Kwa hiyo hili jambo, ndugu zangu akina mama, si jambo jepesi. Na tutoe nasaha kwa mabinti, wasichana ambao wameolewa au bado hawajaolewa. Unapoingia katika maisha ya ndoa na ukakuta mume wako mambo yako yote mengine anayafanya vizuri, lakini akawa tayari amekutamkia wazi kwamba anakuhitaji kinyume cha maumbile, hiyo sio ndoa ya kuendelea nayo hata siku moja. Vitu tutakavyokuwa, vitu tutakavyosemwa, teremka kituo kinachofuata. Sawa? Huo mfano wa Kichina napenda sana kuutumia. Ukipanda treni inakwenda Kigoma, wewe uko unataka treni inakwenda kaskazini huko, ukagundua teremkia kabla hujafika hata wanaita wapi pale, Ruvu, nauli ya kurudi itakuwa nyepesi zaidi. Lakini unajua kuteremkia umefika Singida, utapata shida. Kwa hiyo teremka katika ndoa ukiwa bado msichana mdogo, ukiwa bado unahitajika na watu, ukiwa bado hujaathirika kisaikolojia. Shuka kituo kinachofuata, chukua talaka yako, kaa eda yako, watakuja wenye kheri na wewe watakuoa.
huyo sio mwanamume wa kuendelea naye. Sasa atabadilika, ukaenda nyumbani atabadilika, wanaume wengi wako hivyo, wewe mkatalie tu, atabadilika. Habadiliki na atakulaghai, atakudanganya mpaka atakuharibu. Kishakuharibu, umeshaharibikiwa na maisha yako yote. Kibaya zaidi umelaaniwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wanawake wasikubali hichi kitu, na ni tendo baya, na wanaume wanafanya kitendo kibaya kusema kweli, na ni maovu makubwa sana katika jamii tulionayo hivi sasa hivi. Huyo mtu anatakiwa akatibiwe. Kama unataka kumsaidia, mshauri vizuri, aende akatibiwe, atapona. Aende kwa madaktari wa nafsi, ajieleze, watamueleza na wewe utamsaidia mpaka atapona. Kama kweli unampenda, unaweza kumsaidia katika njia za matibabu. Kinyume cha hivyo, sio mwanamume wa kuendelea naye. Mwanamume anauza madawa ya kulevya, mke anafahamu nini hukumu ya pato lao na ndoa yao na makuzi ya watoto wao. Sawa? Taban tunaelewa madawa ya kulevya ni haramu. Na pato lote linalotokana na haramu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nyama yoyote itakayonenepeshwa na pato la haramu fannaru au labi. Moto ndio unatakiwa uchome nyama hiyo. Kwa wewe kama mwanamke unaelewa kwamba mume wako anauza madawa ya kulevya, ni kumpa nasaha na ushauri na kumpa deadline kwamba mume wangu, hii biashara ni haramu, ina madhara na kumwasi Mwenyezi Mungu, na chakula tunachokula ni chakula cha haramu. Mimi nakuomba uiache biashara hii, na naomba uniahidi. Kinyume cha hivyo, mimi nitachukua hatua za kisheria za kuwafahamisha wazazi wangu, hata kukuchukulia hatua nyinginezo. Akupe ahadi ya uhakika kabisa na uendelee kumpeleleza. Amekuahidi ameiacha, na kweli ameiacha, akaja akairudia huko nyuma kisirisiri, wewe hujui, Mwenyezi Mungu hawezi kukuadhibu kwa kitu usichokifahamu. Lakini tayari umeshampa nasaha na umekusha muonyesha kwamba siwezi kuishi na mtu ambaye ananiletea mimi riziki ya haramu. Kwa hiyo jukumu lako wewe ni kumfahamisha. Akiendelea nayo, basi wafahamishe wazazi wako. Umeelewana? Fahamisha wazazi wako kitu ambacho anakifanya kwamba sio halali. Wazazi wataingilia kati, utapewa talaka. Akikataa kutoa talaka, mshtaki serikalini, tafuta ushahidi na uthibitisho, akafungwe miaka 30 jela, kwa sababu anapoteza watoto wa watu. Mtoto akitumia madawa ya kulevya anaathirika umri wake wote. Sawa? Jamii inaharibika kwa sababu ya mume wako. Alafu wewe unaishi naye. Ni mapenzi gani ulionayo kuliko mapenzi ambayo ulionayo wewe kuhusiana na jamii ambayo unaishi katika jamii hiyo? Mshtaki, lakini kwanza mpe warning za mwanzo. Of course wanaume kama wanakuwa makatili, anaweza akakuua. Hiyo kuna wanaume anaweza akakuua, yani kijua kwamba wewe unataka kumharibia biashara yake, anakutafutia sababu. Wangapi tumeona wameuawa na waume zao, wamechimbiwa mashimo, wamezikwa na juu yao wamechomewa mkaa. Simesikia kesi Dar es Salaam. Zinatokea kesi kama hizo. Kuna lile swala la liulizwa linahusiana na mwanamume kumpiga mke wake, lakini vile vile kufanya biashara ya riba. Kwa nimejibu kitu kama riba, nimejibu sijui, na kumtumia mke wake kupata kipato cha haramu. Okay. Hivi ni vipengele, lakini nilijibu tu ile swala kubwa linalozungumzia kumpiga na kumtaka kinyume cha maumbile. Niliona zile ndo kadhia za msingi sana. Lakini swala la riba, tunafahamu riba ni haramu. Na limeulizwa sasa swala la kipato cha haramu, hapa nimelijibu kwamba haijuzu. Mwanamke anatakiwa amshauri mumewe aache biashara hiyo na afanye biashara nyingine, maadamu yeye anatambua. Na kama mume hata usikia, basi kuna haja ya kama familia zipo, kuzishirikisha familia mbili au kushirikisha viongozi wa dini kwa kupata fatwa ya pamoja. Umeelewa? Mimi ninashukuru kuna baadhi ya kina mama yani wanakuja na waume zao mara nyingine hapo ofisini. Mimi sijafungua kama walivyokuwa mashehe wengine kwamba nina siku fulani za kutoa ushauri na saha. Kuna mashehe wamefungua ofisi kabisa kama Sheikh Yusuf Abdu Mombasa. Sasa unaweka appointment kabisa. Na hii inasaidia sana jamii. Sijafungua hicho kitu, lakini labda nikipata nafasi huko baadaye huko tukishastaafu kazi za kusafiri. Lakini mimi nahakika kabisa kuna kina mtu amekuja na mwanamke amekuja kulalamika, nikamwambia swala kama unaweza kumleta mume wako kweli, kama kaja naye tukakaa, mwanamke kaa upande huu, mwanamume upande huu, kila mtu anatoa hoja zake pale. Kama tusikasirikiane hapa, mtoe siri zenu nje, mnatoa kwa shekhe na mimi nitazihifadhi. Kama hivi nazungumza mbele lakini sijataja majina, unaona, nitazihifadhi. Lakini mwisho wa siku wanatoka pale wameelewana, na huyu anatoa ahadi kama kuanzia sasa hivi mimi nilikuwa sijaelewa, nitafanya 1 2 3. Kwa hapa umemwokoa mume wako, umeokoa riziki halali, na unakwenda kufanya biashara nyingine nzuri. Kwa hiyo hatua nyingine inayofuata ni hiyo, tafuta mtu ambaye anaweza kukutanisha na mume akakubali,
alafu akasikiliza, akipata kitu fulani anaweza akawaidhika. Unaona? Kwa hiyo biashara hizi za haramu si vizuri kuziendekeza. Mwanamke anatakiwa umsaidie mume wako kumuokoa na moto wa jahannam. Lakini kutumia jina la mke kupata kipato, sijaelewa vizuri, lakini naweza nikakisia tu kwamba inawezekana mke anaweza kuwa na ndugu wenye uwezo mathalan, sawa, lakini yeye alomoa uwezo wake duni kidogo, na huyu mke hataki kuomba kwa ndugu zake, lakini wewe unawapigia simu unaambia bwana mwenzenu kazidiwa, yani unajua anaficha ficha tu hapa, ana operation ya milioni 6. Au unasema kweli yeye hataki nyinyi mjue, alafu yeye inatumwa kwake, jamaa anaichukua naifanyia vitu vingine, huna cha operation wala cha sindano. Umeona? Utapeli tu. Sasa hapo ukishagundua huyo mume sio mwaminifu kusema kweli. Ukishagundua kitu kama hicho, hatua ya mwanzo mimi ambaye inasi mara nyingi sana ni kuzungumza. Yaani ndoa zetu dawa yake kubwa, tiba yake kubwa ni mazungumzo. Sio mazungumzo ya kutupa. Yaani mwanamke usio na maneno ya kutupa, yaani unamtupia mwanamke, unamtupia haya hayaingii. Maneno yani kukaa kikao yani. Ukaweka kabisa appointment, utakuwa na nafasi muda gani, nataka kuongea na wewe, muda usiopungua dakika 45, sawa Unataka kuzungumza nini? Wewe niambie una muda gani? Sikupe ajenda zangu mwanzo. Muda wangu ni huo. Basi nikitoka kazini saa fulani okay. Kwa hiyo unakaa unazungumza naye haya mambo ya msingi kabisa. Unaandika nukta zako, pointi zako unaziandika zote zinazokera katika masuala hayo, unamfahamisha. Na unakaa unamsubiria majibu sasa ya uhakika. Lakini ukiwa na tabia kumtupia maneno atakutupia na yeye. Unamtupia na kutupia, mambo hayamaliziki, yanaenda na chuki zinaongezeka na kero zinaongezeka. Njia pekee ya kutatua matatizo yetu ya kifamilia ni kuzungumza. Yale matatizo makubwa. Na ikishindikana kwamba nyinyi mmeshindwa kuyazungumza, afikisheni katika ngazi nyingine ya ziada, kama ni wazazi au marafiki wa familia wanaoaminika, muweze kudiscuss masuala yenu ya ndani, hamjayatoa nje lakini mmetafuta suluhisho la tatizo. Kwa hiyo hii kujipatia kipato kwa njia hii ni haramu, na kama ataendelea wewe waambie ndugu zako kwamba bwana kusema kweli msimsikilize. Jambo lote akatawaambia baba fulani au mume wangu, naomba kabla hamjamsaidia niambieni mimi. Basi nishirikisheni mimi kwa sababu huyu ndo mume wangu mimi. Naona. Basi utakuwa umeweka break. Akipiga simu kule, sawa tutakujibu. Alafu anakuja kwako, anaomba kiasi fulani cha pesa, simpe. Unaona? Kwa hiyo inakuwa wewe umeweka kufuri. Lakini ukweli kabisa sio mwaminifu. Mwanamume wa aina hii unatakiwa uangalie jinsi gani unaweza kumsaidia ukamuokoa kutoka katika hali aliyokuwa nayo. Swala la mwisho kama sikosei kwa lililozwa na mama, na kijana wangu mwanamke mkorofi anataka mume kila siku amnunulie nguo, ana asili ya uchoyo, anataka kila mwaka aende likizo kwao, ana ukaribu sana na mama yake mzazi, anadai talaka, na kama hatatoa amemtishia kumlisha sumu, anafanya khiana na wanaume wengine. Je, kijana wangu, of course yani maisha yani matatizo ya ndani kabisa ya ndoa, sawa Hii swala hili limeulizwa na mama, nilisikia jana. Mimi nashauri na kushauri mama, jitahidi kadri ya uwezo wako kuokoa ndoa ya vijana wako. Of course maelezo ya mwisho huko yanatisha kidogo. Sawa maelezo ya mwisho anafanya khiana na wanaume wengine. Kufanya khiana na wanaume wengine ni swala linahitaji ushahidi au thibitisho. Yaani tusihukumu, kwanza ni madhambi makubwa kumtuhumu mtu kufanya zinaa na khiana kama huna ushahidi. Naona inaweza kuwa dhana, inaweza kuwa mazingira, na haya maneno yameenea katika jamii sana, wepesi kutuhumiana katika masuala kama haya. Ni masuala mazito sana. Kwa hili la khiana si tutaliacha kwa maana ya mpaka lipate ushahidi. Tuwezi kulihukumu kimazingira. Lakini kijana kuwa amedhibitiwa na mke wake kiasi hichi, ambaye kila siku amnunulie nguo nyingine, wewe mpe na saa tu kijana wako. Mpe na saa vizuri tu. Na usisimame kwa niaba yake. Umeelewa mama umemzaa, umemlea mtoto wako amekuwa, na unaona anakwenda pabaya na vitu kama, unachotakiwa wewe pale ni kumnasihi kijana wako wa kiume aweze kushikilia majukumu yake kama mwanamume katika ndoa ile. Na kama unahisi amezidiwa na familia ya mke na familia yake sana, ana uhusiano karibu sana na mama yake, yani binti ana uhusiano karibu na mama yake, si ndio? Ndio ambaye anamshaurisha mpaka anakuwa mchoyo, hapendi familia ya kiumeni labda, Allahu aalam, na vitu vinginevyo ambavyo labda hujavizungumza. Kwa hiyo hapa ina maana kwamba kijana anahitaji zaidi kutoka kwako wewe ushauri.
Yeye kijana wako anasemaje sasa? Maana yake hapa mwenye mamlaka ya kumwacha mwanamke kuishi na mwanamke ni yeye, si ndio? Yeye ameridhika. Muone? Yaani hapa ni kadhia ngumu sana kwa sababu labda useme amefanywa uchawi, sihiri, hivyo ni vitu vingine si hatuvijui. Umeelewa kama mama. Lakini kama kijana wa kiume anaangalia, anapima uzito. Kwamba anajua tabia za mke wake, anajua lakini anaweza kumhendo, anagombana na watu wengine, sawa? Anafanya hivi lakini anaweza akaenda naye. Anataka amnunulie nguo kila siku, anamnunulia akiwa na uwezo, akiwa hana uwezo anamwambia sina. Umeelewa eh? Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiria mama usiumie sana. Wewe umeishi maisha yako. Umeishi na mume wako mpaka mmezaa huyo mtoto. Umepitia changamoto nyingi. Umeelewa eh? Ulikuwa unatamani mtoto wako aishi katika maisha mazuri unayapenda, lakini umeangalia umeona kwamba maisha yake yana changamoto. Kazi kubwa kwako ni kumpa nasaha, kazi kubwa kwako ni kumwombea dua. Umeelewa? Na dua ya mzazi kwa Mwenyezi Mungu inakwenda moja kwa moja. Mwenyezi Mungu aitengeneze ndoa yao. Lao kijana atakuja kukushtakia, mama mimi ni ndoa hii imenishinda. 1 2 3. Sawa? Utamwambia sawa, hata mimi nishaiona siku nyingi. Umeona? Nilikuwa nimeshaiona siku nyingi, lakini sasa sababu ni mke wako umesiwezi kuingilia. Kwa kama imekushinda mpe talaka yake. Tutakutafutia, lakini sio vizuri kwenda kumwambia mwache yule mwanamke. Haitapendeza. Tunazungumza tu kwa maana ya mjadala, lakini ninachozungumza ni kwamba wewe unachotakiwa sasa hivi kufanya kikubwa ni kumshauri kijana wako vizuri. Umeelewa eh? Kukaa naye ukamshauri kwamba mume wangu wewe ni mwanamume. Wewe ndio baba mwenye nyumba. Wewe ndio unaangalia familia. Sawa eh? Familia yako kama hivyo unasema mke wako kila sehemu unapokwenda anagombana na watu. Kaa zungumza naye. Fahamisha wazazi wake. Angalia future yako. Jenga nyumba yako. Watoto wako wanakuwa sasa hivi watakwenda kuwa wageni wa nani? Mpaka leo kwenye nyumba ya kupanga labda. Sawa eh? Hela zako ziweke akiba. Mimi sitaki kitu chochote zaidi ya unifanyie wema, una uwezo nisaidie, sawa, lakini sitaki kitu chochote zaidi ya kuona wewe unafurahi. Ukiona maisha yako haya ya ndoa yanakushinda, sawa? Mwenyezi Mungu amekusha kupa fursa nyingine. Mwanamke mwingine inawezekana upate kuishi naye kwa wema. Umeelewa? Yeye atajua na saa unazompa mzazi wake. Lakini kingine lilia kwenye mswala unaoswali usiku, jiombee wewe mwisho mwema, lakini muombe mtoto wako apate familia, apate utulivu, apate mustakbal na wajukuu zako. Muombe kwa Mwenyezi Mungu, huenda Mwenyezi Mungu akamuongoza yule binti au akamuondoa katika ile ndoa. Lakini usijiumize kupita kadri ya uwezo wako. Sasa wewe kazi yako hapo ni kumlea kijana wako wa kiume kama ulivyokuwa ukimlea siku zote. Umeelewa? Kumfahamisha majukumu yake, kumfahamisha mustakbal wake, akiba yake na vitu vinginevyo. Hiyo ndio ambacho unaweza kukifanya kumsaidia kijana wako, lakini kinyume cha hivyo utaonekana wewe sasa ndio una matatizo. Umeona? Utaonekana wewe ndio una matatizo na hutaki ndoa ya nani, na yule mwanamke atazidi kuchukia zaidi akiona wewe unamtenganisha na mume wake, atazidi kujimarisha kwa familia yake. Basi khair. Nadhani ilikuwa swali la mwisho la mama, tumemshauri lakini tutaendelea kumshauri na nyinyi mtamshauri zaidi. Na mengine ambayo tumeyajibu. Kuna sifa moja nilipenda nizungumzie hapa, watu wa swali lakini tutoke moja kwa moja. Ni sifa ya ambayo wanayo wanaume wengi kusema kweli. Ni maradhi ambayo tumeyafanyia utafiti na nyinyi mtaangalia. Na wanatusikiliza na watayafikiria, na maswali mengi yaliulizwa hapa yanahusiana na hiyo sifa. Kuna maradhi yanaitwa narcissist. Naona ni maradhi mabaya sana. Narcissist, sijui Kiswahili chake ni nini. Ni maradhi ya nafsi ambayo mara nyingi yanawapata wanaume wengi. Na kwa bahati mbaya mwenye maradhi haya hajifahamu, hajitambui. Na vigumu sana kujirekebisha. Ndio kesi nyingi zinazozungumzwa hapa zinazungumzwa katika hali kama hiyo. Ni vigumu sana kujirekebisha. Kwa hizi alama zinazoonyesha maradhi kama haya ni muhimu kuzitambua mapema. Kama ni binti anatuangalia hata katika wakati wa uchumba, akizigundua asiingie kwenye hiyo ndoa. Kwa sababu atapata kazi kubwa sana kumrekebisha mwanamume wa aina hii. Sasa wanaume wanaotoa kina nani, Allahu a'lam, watajua wenyewe. Lakini kusema kweli wanawatesa sana wanawake katika ndoa nyingi sana. Maradhi yanaitwa narcissist. Kiswahili sijui. Moja katika alama za maradhi haya kwanza ni kujiona kwamba yeye ni bora kuliko watu wote. Yaani mtu mwenye maradhi haya watu wote wengine hawana ubora kuliko yeye. Anajiweka katika nafasi kubwa kuliko uwezo wake yani. Umeelewa? Kwa hiyo kama anajiona yeye ni bora kuliko watu wote, na maana wewe kumtolea neno dogo tu ile ambalo la kawaida
yeye anahisi umemvunjia heshima duniani kote. Yaani hilo neno dogo litakuwa ni kubwa kwake kupita kiasi. Mimi unaniambia maneno kama haya? Mimi? Sawa nani? Umeona? Waliambiwa zaidi ya wewe maneno kama haya. Lakini yeye anaona amejipa daraja tofauti kabisa. Maradhi haya, huyu mtu anapenda kusifiwa kila mara. Kutaka umweze naye msifie tu. Mpe tu sifa. Hata ambazo hana. Sawa Mpe. Kwa nini wanaume wengi wanapenda kunyenyekewa nini? Yaani wewe nyenyekee tu, kuwa chini yake, mpe, msifie, pale utakuwa umemweza. Chochote unachotaka kutoka kwake utakipata. Na kila siku anaamini kwamba yeye ndio yuko sahihi. Wengine wote wako katika makosa. Hizo ni alama za mwanzo kabisa. Utazigundua vipi? Kwa muamala na kuangalia jinsi alivyo. Alama ya pili, mtu kama huyu hana huruma kabisa. Kosa kabisa huruma. Hawajali hisia zako na anakuumiza, na usidhani kwamba hatopata usingizi. Atapata, atalala na koroma na atondoka, wala hajui kama amekuumiza. Hana kabisa kitu kinachoitwa huruma. Yaani wewe ile kulia mbele yako, kukosa nini, usifikiri kwamba hata sawa mke wangu maskini leo kanuna. Yaani kabisa hiyo huruma hana. Tena inawezekana ndo anaenjoy zaidi kuona unaumia. Yaani anatafuta sababu za kukuumiza zaidi. Kukukera Yaani kila na machozi yako yanavotoka ndio yeye ndo furaha yake kwamba amekuweza. Haya ni maradhi. Ni maradhi hapo. Ndio maana mtu sasa, mume gani hana huruma huyu? Naona anashangaa. Ni kweli hana huruma, haisi kabisa, yani kabisa kazi. Yani usiku kucha unawezekana kitandani umelala kitanda kimoja hujalala. Yeye hata hana habari. Kimwambia usiku sijalala sasa, yeye alikuwa na koroma kabisa. Hana habari kama alikukera, alikwambia kitu chochote wala nini. Unaona? Kwa hiyo ni dalili ya pili. Usitarajie kutoka kwake huruma. Kwa hiyo ukiwa na mwanamume aina hiyo usitarajie kutoka kwake huruma. Kulia kwako, sio kununa kwako, sio kukonda kwako, wala kumgusi. Umeelewana? Mtu mwenye maradhi kama haya, kama unaye katika ndoa, usionyeshe udhaifu kwake. Usilie mbele yake. Kuwa mkakamavu. Sawa Point kwa point. Point kwa point. Hoja kwa hoja. Basi, hata kama utalia baadaye, lia peke yako. Lakini mbele yake usimuonyeshe kabisa unalia. Ukimuonyesha unalia, anakujua kwamba wewe tayari umeshakuwa ni victim, muhanga kwake, anafurahi, anakuona dhaifu. Wananenepa watu hawa kwa shida za watu wengine. Umeona? Wapo kwenye jamii na wanaume wengi wana sifa hizi katika kosa. Ya pili, kosa huruma. Ya tatu, anapenda controlling, anapenda kudhibiti. Anapenda kudhibiti kila kitu. Yaani mambo yote yanayofanyika nyumbani anataka yafanyike anavyotaka yeye. Hata uwekaji wa vyombo jikoni, sio nini. Yaani vitu vyote anataka vikae, kabati ya nguo. Yaani yeye controlling, ile kucontrol katika kila kitu, mpaka simu yako mkononi anataka kucontrol. Hiyo ni sifa nyingine ambayo anayo, controlling. Sawa Wanapenda controlling. Anakuwa ni mkali na mara nyingi anatumia vitisho vikubwa sana. Unaona, vitisho vikali, ukali wake na vitisho mbele yake. Sifa ya 4, ana kitu kinachoitwa manipulation. Manipulation maana yake ni kugeuza akili. Kumanipulate, kukuchezea akili yani. Anaweza kukuzungusha akili apate kile anachokitaka tu. Atakuingiza huko, atakutoa, atakuingiza huko, atakutoa, atakuingiza, atakutoa, atakufikisha pale katika lengo lake. Wewe unaweza kuona nia nzuri, unadhania anachozungumza ni khairi na nini, kumbe anakuchezea akili. Manipulation. Wana sifa ya kuwa na akili nyingi sana. Lakini akili za uovu. Za kujua jinsi gani atakupelekesha wewe, kwa sababu ashakusoma. Sawa Na kutokana na sifa hiyo, anakuweka siku zote wewe una feel guilty kwamba wewe ndio una makosa. Yaani yeye amekuja, amekutukana, amekukashifu, sawa Si wewe ndio umekosewa? Lakini atageuza yale yote kwa yawe kwako. Wewe ndio sababu mimi niseme haya maneno. Mimi nisingeyasema haya maneno kama sio wewe. Wewe ndio umenikumbusha mimi historia ya miaka 5 iliyopita, unakumbuka? Kweli mume wangu, nisamee, mimi nilifikiri umesahau. Umekumbuka wakati ule? Kosa limerudi kwa nani? Wakati ilikuwa natakiwa yeye ndio aseme mke wangu nisamee, nimetoa maneno machafu. Anageuza alafu anakufanya unakuwa victim. Yaani yeye ndio victim, lakini wewe mwisho unakuwa victim, unaomba radhi, alafu unajisikia guilty kwamba kweli nilimkosea mume wangu kweli. Kumbe hujamkosea chochote. Amekugeuza akili. Wana sifa za aina hii. Kwa hiyo wewe akikukosea, wewe asirudishe story nyuma. Mpaka ombe radhi. Sawa? Hilo mimi usiniambie miaka mingapi mimi ndio nimekutamkisha haya maneno.
ulikuwa hujui kama maneno ni mabaya, yale tulishayafunga ukurasa wake, kwa nini useme hili neno? Dogo sio dogo, kubwa hili neno. Sawa, yani unasimamia pale pale. Ina maana pale tayari unamweka katika mstari. Habadiliki, hawezi kupona, lakini at least atajua kwamba ana mtu ambaye hali mbele yake na anakubaliana naye kwa point. Kwa nani? Kwa point. Sifa ya 5, wanakuwa na hasira kinachochanganyika na kiburi ndani yake. Ukimkosoa kwa jambo la haki kabisa, sawa, yani kiburi chake kinamfanya asikubali kwanza kumkosoa, alafu anakuwa na hasira. Umemkosoa katika jambo la haki, lakini kwa nini umenikosoa? Kwa nini anasema hiyo? Kwa sababu yeye amejiweka daraja kwamba ni mtu bora kuliko watu wote wengine. Huwezi kunikosoa. Kwa hiyo hii inakuwa ni kesi kubwa ya kukosolewa. Hataki kukosolewa, yeye anatakiwa asifiwe tu. Hata kama zile sifa hana, wewe zitengeneze, mpatie, pale ndio mtaelewana. Hapendi kulaumiwa. Kimlaumu anajisikia vibaya. Sifa ya 6 ni mtu ambaye ana mahusiano ya upande mmoja. Mtu aina hii anapenda kupokea zaidi kuliko kutoa. Yaani yeye kutoa ni vigumu, lakini kuchukua kwake ni rahisi. Kwa hiyo anaweza akakuuse wewe, akakutumia wewe kwa ajili ya maslahi yake. Lakini hata siku moja hawezi akatumia yeye ndani yake kwa ajili ya maslahi yako wewe, hata siku moja. Akimaliza maslahi na wewe anakutupilia mbali. Ukiona anakupenda, ujue kuna maslahi anayatafuta. Sawa, kuna kitu anakitafuta. Ujue ndio anaanza kwa karibu na wewe na nini, zawadi, mara kukuletea hichi, mara kukuletea hichi. Ujue kuna kitu hapa katikati anakitafuta. Lakini akipata anakutupilia mbali. Kwa hiyo ni watu wa aina hii. Anakupenda kupokea zaidi kuliko kutoa. Nikiongea najua mnaweka watu wenu kwenye mizani. Sawa, mahabadiliki katika hizo sifa. Sasa hizo takriban sifa 6 za watu wanaitwa narcissist, ambao ziko nyingi ndani yake, lakini hizi ni sifa kubwa. Sasa unatakiwa ufanye nini? Kwanza, weka mipaka baina yako wewe na yeye. Usikubali kudharauliwa, usikubali kunyanyaswa. Jifunze kusema hapana. Sio kila siku ndio. Yaani akifikia sehemu tu ukiona kuna dharau inakuja, pale pale mstopishe. Mwambie, hebu rudia tena, ulikuwa unakusudia nini? Maana ulikuwa unazungumza sasa hivi. Atarudi nyuma, atabadilika. Umeona? Lakini ukiacha yapite, tayari yashapita. Na akishapita maana yake umeshamruhusu apitishe mengine mengi zaidi. Pale pale unasema, hebu baba fulani, hebu sema tena. Umesema nini? Nilikuwa nakusudia hivi, asema ulivyosema mwanzo pale. Ulisema nini? Umeelewa? Anajua kwamba kuna mipaka, mke wangu ameniwekea mipaka. Hiyo ni haki yako. Ukiwa na mwanamume wa aina hii, kwa njia hiyo unaweza ukadhibiti hiyo, na assist yake akaipeleka kwa watu wengine huko, sio kwako. Sababu ni maradhi ambaye anatafuta sehemu ya kuhemea. Akipata kwako atakuja kwako. Akikosa kwako atafanya kama ni bosi, atawafanyia wafanyakazi huko. Sawa, sasa hiyo ni yeye na mtu wake. Lakini wewe utakuwa kwako, anakuja kwa heshima na adabu. Sawa? Kwa hiyo jifunze kusema hapana. Kitu fulani hapana, hii hapana. Sio kila kitu tu ndio. Hiyo njia ya kwanza. Njia ya pili, usijilaumu. Anapokuletea wewe kwamba wewe ndio sababu, usijilaumu, usikubali kama wewe ndio sababu. Kabisa, yani kama ni kosa la kwake, lazima ajue kwamba ni la kwake, wewe alikuhusu. Usijilaumu kabisa. Usiweke dhamira yako kwamba nimemsababishia mume wangu kitu fulani, hapana. Usijilaumu. Kujilaumu na kusababishia wewe mwenyewe unakuwa dhaifu. La 3, usibishane naye sana. Kwa sababu mabishano hayana mwisho na narcissist. Sawa? Wewe mweleze ukweli wako, mfahamishe hali yako, shika 50 zako. Msikae mkabishana. Leta tupa. Wewe mfahamishe, shika 50 zako, nenda kufanya shughuli zako zingine. Yeye atahisi mwenyewe umemdharau, hujamdharau, lakini wewe umeshampa pointi zako, umemaliza. Usiendelee kufanya naye mabishano kwa sababu hayana mwisho mabishano na narcissist. Na atakutafutia vita vingine tofauti na vile ambavyo ulivianzisha. Vingine kabisa. Kwa sababu huwa hawana tabia ya kukata tamaa, alafu wana tabia ya kisasi. Kutoka katika sehemu nyingine yote tofauti. Lakini hatua ya 4, ukiwa na mwanamume anayetafuta msaada, familia yako jaribu kuwashirikisha, waeleze ili washauri ufanye nini. Sawa? Tafuta mshauri wa ndoa, wanaitwa makansela. Kama nilivyosema, kuna mashehe zetu wengi wamefungua counseling sasa hivi. Wanapokea kesi kama hizi, wanakwenda kusikiza kesi za wanawake kama hawa, wanampa ushauri vitu gani afanye.
Na tukasema kwamba wanawake wengi wa Kiislamu wanakwenda makanisani kwa sababu kuna watu wamesomea counseling kule. Kwa hiyo kweli akifika kule anapewa maneno yanamtibu nafsi yake. Anarudi nyumbani amepona. Anakwenda kule, lakini mwisho wa siku inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo kutafuta viongozi wa dini ambao watatoa masala haya counseling. Lakini jambo la 5, linda afya yako ya akili. Wewe mwanamke, linda afya yako ya akili. Afya ya akili ndio afya ya mwili. Yaani ukiharibu afya yako ya akili umeharibu kila kitu. Hutaweza kufocus kwenye maisha yako, hutakuwa na matumaini, hutaweza kulea watoto vizuri, hutaweza kufanya kitu cha maana. Ndio maana jitahidi sana kulinda afya yako ya akili isivurugwe. Isivurugwe na kitu chochote. Yaani jitahidi kadri uwezavyo kuprotect afya yako ya akili. Ishi kwa amani, usiishi kwa mateso. Namba 6, jiangalie mipaka yako ya uvumilivu ikoje. Kama unyenyesaji umefika katika hatua kubwa kabisa. Nimezungumzia hapa hatua za kupigwa mtu, kuumizwa, sawa kudhalilishwa kupita kiasi katika vitu kama hivyo. Ni unyenyesaji mkubwa ambao ukiuingia katika unyenyesaji unawezekana usipone maradhi ya akili haya. Maradhi ya akili sio lazima uwe na kichaa. Lakini ni kukosa tu kufocus kwenye maisha yako. Na ukawa fikra zako zote zinazunguka katika mduara mmoja tu. Zinazunguka katika matatizo tu. Yaani kila ukifikiria unafikiria shida, matatizo, dhiki za mume wako unazokufanyia nini? Ufikiri maendeleo, ufikiri kitu cha maana. Kwa hiyo tayari ushapata matatizo ya akili, unapata stress, msongo wa mawazo, hatima yake inakupelekea katika maradhi mengine. Angalia uwezo wako. Kama umefikia uwezo dakika ya mwisho kabisa, ondoka katika maisha haya. Acha. Watoto na Mungu wao. Tunaelewa? Atawalea. Leo yani Mwenyezi Mungu tutupe afya njema. Leo wewe ukianguka umeparalyze mathalan. Wallahi hakuna mtu atakunusa yani. Sio watoto wako, sio mume wako unamzungumzia, yeye ataoa mwanamke mwingine, atafanya shughuli zake na si ajabu malawama akaja kwako. Yeye ndo kujisababishia, alikuwa anawaza vingi, kitu kidogo anakikuza hivi na hivi na hivi, kumbe mwanamume ndo kamsababishia vitu vyote vile. Sasa hivi tena anamtupia na lawama juu. Ameparalyze kwa sababu alikuwa moyo wake hauwezi kuhimili vitu. Tawimili unyanyasaji, mtu anahimili kitu kama hicho. Kwa hiyo ukiona maisha yamefikia katika kiwango kama hicho, bora uishi kwa wema na nafsi yako. Uwe salama kabisa. Na Mungu atakupa badala njema kuliko ile uliokuwa umepata. Lakini ni daraja ya juu kabisa ambayo haitakiwi mwanamke aendelee kuishi katika maisha ya ndoa, kwa sababu narcissist kusema kweli ni muuaji, yani ni mtu muuaji, lakini hakui kwa kisu ile akakuchoma akakupasua. Anakuwa kwa maneno, hisia, vitendo na nini, anaathiri utu wako. Na anakufanya uishi maisha yako yote kumfikiria yeye na kusononeka juu yake, hali ya kuwa yeye anahisi raha. Dawa ya narcissist mtu anaye kusema kweli, dawa hizi watu hawa hawatibiki. Sababu hawakubali kuwa na tatizo. Na mpaka wanachuoni wengine wakisema hao ndio wale ambao wamegongwa mihuri katika nyoyo zao. Subhanallah. Yani sumun bukmun umyun. Mtu ambaye ni kipofu, kiziwi, hawezi kuzungumza, utawasiliana naye vipi? Hamna, kubadilika ni ngumu sana. Sasa haya ni maradhi ambayo yako zaidi ya unafiki. Unajua unafiki ni maradhi mabaya. Lakini haya yamevuka juu ya unafiki. Ni maradhi ambayo yanawapata watu. Na mtu aina hii tatizo kubwa ni kwamba kujitambua inakuwa ni ngumu. Lakini tunapozungumzia sisi sifa kama hizi, yeye anaanza kujipima kaona mimi ninazo au sina. Sawa, kidogo kidogo anaanza kuona, anajihisi, lakini atatibu vipi, atabadilika vipi, ni jambo jingine gumu zaidi. Kwa hiyo nilipenda nizungumzie nukta ya mwisho kwa sababu maswali mengi yanahusiana na ndoa. Maswali mengi ambayo yanahusiana na matatizo ya wanaume, ukiyachunguza na ukitaka kuyaweka katika kategori, katika eneo moja la maradhi, utakuta kwamba mtu mwenye maradhi kama haya ndio anasababisha matatizo makubwa kwenye familia zetu. Na yameenea katika jamii. Wanaume wengi wana vichembe vya hivi vitu ambavyo vinakuwa kutokana na watu wanaomzunguka na maisha aliyokuwa nayo, na vinasinyaa kutokana na watu wanaomzunguka na watu wanaokuwa nao. Kama watu wanaokuwa nao wanakuwa ni wa kweli, kwanza anamtambua Mwenyezi Mungu, lakini pili watu wanaomzunguka wanakuwa na ukweli wa kumwambia nasaha za ukweli na kumueleza ukweli na kutokubali kudhalilika, wanamsaidia huyu mwanamume. Lakini kama wanaomzunguka wote ni sama'an wa ta'an, tumekusikia na tumekutii, ina maana ile ugonjwa wake unakuwa. Kila ugonjwa unavyozidi kuwa ndio unavyozidi kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo njia pekee ya kukabiliana na watu wa aina hii ni kukabiliana nao kwa kuonyesha kwamba sisi hatukubaliani na nyinyi katika mnayofanya. Iwe ni mume wako nyumbani, iwe ni bosi wako kazini, sababu hii haitumiki nyumbani, mpaka mabosi kazini wako hivyo.
Saa nyingine mtu anafanya kazi na bosi wake, tabia zote hizi anazo. Yaani ukimkosea kumtaja jina lake tu, kama yeye anaitwa fulani fulani, anaanza na dokta, ukasema tunamkaribisha mheshimiwa